Msikilizaji, hii ni sehemu ya mwisho ya simulizi ya Vicky, na tulipoishia sehemu ya 7 ni Curtis pamoja na Venance wanapangiwa mpango wa kuuawa. Na anayefanya haya yote ni Philbert. Kwa hiyo je, atafanikisha kuweza kumuua Curtis pamoja na Venance? Lakini je, hali iliendelea vipi kwa Martin? Tunafahamu ya kwamba utajiri wake ni kwa sababu ya mambo ya Freemason ama mambo ya kishirikina. Inaonekana tayari kama masharti yameshaanza kujivuruga hivi. Kwa tunasonga mbele msikilizaji, kumbuka langu jina ni Lucas Lumbas na hii ni sehemu ya mwisho ya Vicky. Naam, ulikuwa ni mpango kabambe na ramani ilichorwa kisomi sana jinsi watakavyompiga risasi Curtis akiwa ofisini kwake, kisha watokomee kusikojulikana na baadaye wangemelizana na Venance. Hivyo walikaa chini na kuandaa mipango hiyo pamoja na njama. Gari litafutwa usiku huo na namba za kugushi zikachongwa. Hawakuishia hapo, pikipiki moja ikatafutwa endapo lolote likitokea iwe rahisi kukimbia. Paka kuna pambazuka, watu waliotumwa na Adolf walikuwa tayari wanavitendea kazi vyote kuanzia silaha, gari na pikipiki na mipango yote kabambe. Waliamini kabisa Curtis hawezi kuchomoa kirahisi hata iweje. Waliingia ndani ya gari aina ya Subaru likiwa na vioo vyeusi. Watu hao hatari hawakuwa na utu hata kidogo. Kwao maslahi yalikuwa mbele. Kiasi cha shilingi milioni 5 kama salio lililobaki kwao ilikuwa ni nyingi sana. Jengo lilokuwa anafanya kazi Curtis walielekezwa na haikuwa sehemu ya kupotea. Pikipiki moja ilikuwa inawafuata nyuma. Hiyo alipanda chui kama walivyozoea kumuita wenzake. Gari iliegeshwa kwenye maegesho maalum ya magari na wafanyakazi wa hapo walidhani ni mteja anayeingia ndani ya jengo hilo. Mmoja wa watu hao hatari akachomoa bastola na kuweka kiwambo cha kutoa kelele za mlipuko wa bastola, huku akiangalia kila gari linaloingia na kila mtu anayeshuka ndani ya gari kama Socrates ama Venance. Gari moja aina ya Mercedes Benz lilisimama. Watu wote ndani ya gari wakalitupia macho sababu lilipaki eneo lililoandikwa reserved parking, kumaanisha kwamba ni egesho maalum la boss. Walikuwa sahihi, kwani walimwona Curtis anateremka kutoka ndani ya gari. Mmoja wa watu akashika kitasa ili ashuke. Sasa mmoja hao akamuonya asifanye papara, akamwambia subiri. Akauliza vipi? Akamwambia angalia. Jamaa huyu aliyekuwa na bastola mkononi alitaka kushuka, akaonyeshwa upande wa pili. Akatulia kidogo na kutafakari baada ya kuona defender nyuma kukiwa na askari watatu wenye mitutu. Kitendo hicho sasa kikawaonya kuanzisha vita hiyo ambayo waliamini wasingefika mbali. Wakamuona Curtis anaingia ndani ya jengo, kisha mmoja wa askari akashuka ndani ya gari na kumfuata nyuma. Wote wakaingia. Jamaa hao wakashindwa kuelewa kama Curtis analindwa na jeshi la polisi ama kitu gani, lakini wakaendelea kusubiri. Ratiba ya Curtis siku hiyo ingekuwa ndefu tena ngumu. Haitakiwa kusafiri na ndege ya usiku mpaka Kenya jijini Nairobi. Kichwa chake kilikuwa kina vitu vingi, hususan juu ya Philbert Makala. Kuna mafia alitaka kumfanyia. Alichotaka kufanya ni kusafiri mpaka Kenya, kisha kurudi Tanzania kinyemela kupitia njia za panya ili amuue Philbert, ikiwezekana kwa mikono yake, kisha arejee nchini Kenya. Aliamini kwa kufanya hivyo ingekuwa ni ngumu sana kwa polisi kuhisi chochote. Alitembea na kumpita secretary bila hata kumsalimia na kunyosha mpaka ofisini kwake, ambapo alivuta draw akionekana mwenye haraka sana. Lakini kabla hajachukua anachotaka, simu yake ya mezani ikaita. Akachukua mkonga kwa kasi na kuweka sikioni. Akasema I'm busy. Basi kwenye simu akaambiwa kwamba ana mgeni. Curtis akasema nimesema niko busy. Basi akaweka mkonga wa simu chini na kumwacha secretary wake Joyce Mziwanda akiangaliana na askari aliyekuwa mbele yake anasubiri jibu ili aingie ofisini kwa Curtis. Askari huyo kuna jambo alilisoma kupitia sura ya Joyce Mziwanda, lakini akatulia. Joyce akasema anasema subirini kwanza. Alidanganya hivyo. Afande akasema kwamba ongea kweli dada, tusije hapa tukaondoka na wewe pia. Afande huyo akaongea kwa upole kama padri, lakini kwa sauti iliyomaanisha. Secretary akasema yupo ofisini kwake lakini ana kazi. Afande akasema ofisi yake iko wapi? Afande wakaelekezwa. Basi afande akiwa na sare zake huku mtutu ukiwa mbele ya kifua chake, akatembea mpaka ofisini kwa Curtis. Hakugonga mlango,
akaingia moja kwa moja. Mazingira aliyomkuta nayo Curtis yakamwambia kabisa mtu huyo alikuwa mwenye haraka na kivyote vile angetoka muda mfupi ujao. Basi Curtis akauliza kwa kisirani ya kwamba nikusaidie nini? Afande akajitambulisha na hakutaka maelezo mengine zaidi ya kumuomba tu ongozane. Curtis akauliza wapi? Afande akamwambia kituo cha polisi. Tafadhali tuongozane. Sasa Curtis akasema okay, nahitaji mwanasheria wangu. Sasa afande akasema usifanye zoezi liwe gumu. Afande huyo aliongea huku sasa mkono wake ukiendea mtuto wake wa bunduki huku sasa akimtazama Curtis. Curtis akakubali na kutii amri bila shuruti, kichwani akiwa na mawazo chungu nzima juu ya askari hao. Wakati mwingine alidhani ni watu wa Filbert na sasa walijifanya maskari. Hata hivyo akiwa na bastola yake kiunoni aliamini mbele ya safari ingemsaidia kama lingetokea tukio lolote la ajabu. Waliongozana na polisi mpaka kwenye Defender, akaingizwa na gari hilo likaondoka huku watu waliotumwa na Filbert wakishindwa kuelewa ni kitu gani kinaendelea. Sasa upande wa Vicky, yeye alitoka kanisani mchana wa siku hiyo. Akiwa ndani ya gari, mimba yake ilianza kumtesa. Alihisi kichefuchefu cha kutapika na kichwa kumuuma. Alipofika mataa ya Kawe, hali ikaanza kubadilika. Kichwa kiendelea kugonga zaidi. Alipoangalia nyuma ya gari kama kuna maji ya kunywa, aliacha akakoswa. Taa za kijani zilivyoaka, badala ya kunyosha akakunja kushoto. Nia na madhumuni yake ilikuwa ni anunue maji ya kunywa, akiamini angepata nafuu. Alipofika Kawe mwisho, akasimamisha gari na kuangalia kama kungekuwa na duka anunue maji. Akateremka na kuliendea duka moja ambalo lilikuwa njiani tu. Alipotaka kulikaribia, akaishiwa nguvu za miguu. Akajitahidi ajishike na meza lakini alichelewa, kwani aliporomoka chini na kufanya wateja wa hapo sasa watoe macho. Sasa wakiwa wanampepea, akatokea mama mmoja mtu mzima aliyevaa dera la kitenge. Ameshika Biblia mkononi. Akamtizama Vicky aliyekuwa chini. Akafumba macho na kuomba, kisha akainama kidogo na kutoa kitambaa cheupe akajifuta jasho. Akaanza kuomba. Sekunde 10 hivi hazikupita, Vicky akasimama. Kila mtu akamtizama mama huyu mlokole, kwani ulikuwa ni muujiza mkubwa sana. Basi yule mama akajitambulisha akasema naitwa Mama Clara, twende kwenye gari langu. Mama Clara alimshika mkono Vicky, wakaongozana mpaka ndani ya gari aina ya Land Cruiser V8 wakaingia. Ndani ya gari kulikuwa kuna Biblia pamoja na nyimbo za kusifu na kuabudu. Vicky akajihisi yupo salama na Mama Clara akamzungumzia pale habari nyingi za wokovu. Basi akampa Injili na mwisho siku akamwomba Vicky ajiunge kwenye kanisa analosali la Nabii Isaya. Nadhani mnamfahamu Nabii Isaya Victoria aliona yupo mikono salama kabisa. Ndani ya mwili wake kuna mzigo mzito alihisi ameutua baada ya kuombewa na Mama Clara. Tangu aanze kusali na kumtumikia Mungu, hata siku moja hakuwahi kujiona mwepesi namna hiyo. Alikaa kimya akitafakari vitu chungu nzima kichwani kwake. Hakuelewa kwa nini amedondoka, lakini aliamini labda mimba aliyokuwa nayo ndio ilimfanya apate kizunguzungu cha ghafla. Aliamini Mama Clara ni malaika aliyetumwa na Mungu kuja kumwombea siku hiyo. Alijiuliza endapo angekuwa peke yake ingekwaje. Kukaa kimya kwa Vicky kulimfanya Mama Clara azidi kumshawishi, akimsomea vifungu mbalimbali vya kwenye Biblia na kumsihi kwamba kama Jumapili angekuwa na nafasi anakaribishwa katika kanisa la Nabii Isaya. Basi Mama Clara akasema ya kwamba kuna kitu Roho Mtakatifu ananiambia, kuna roho chafu za umauti zinakunyemelea. Hata hivyo mtu huyo ni wa karibu sana. Mama Clara alisema maneno hayo alimaanisha, kwani kila alichokizungumza alikuwa na uhakika nacho. Ilikuwa ni kama akamweka Vicky kiganjani kwake. Vicky akajibu ni kweli. Mama Clara akasema okay, inabidi tuziteketeze roho chafu. Sasa Mama Clara na Vicky wakapeana mikono. Alichokifanya Mama Clara ni kumpa maji yaliyokuwa kwenye chupa ndogo. Akamwambia haya ni maji ya baraka. Ukifika nyumbani kwako, ukiingia chumbani, mwagia kila kona. Kama hauna Biblia, tumia hii itakusaidia. Vicky akasema amina, asante mtumishi. Basi badilishana namba. Vicky akashuka akiwa mwenye amani sana moyoni. Aliingia ndani ya gari lake akijisi ni mwepesi tofauti na siku zote alizowahi kukesha na kuomba kanisani. Sasa Curtis yeye alimaliza kuchukuliwa maelezo kituo kikubwa cha polisi Central akiwa ni mwenye hasira na chuki za waziwazi. Hakuelewa ni kosa gani kalifanya, lakini kupitia maswali ya polisi hao
Alielewa kabisa walikuwa wanatengeneza mazingira ya rushwa, pamoja na kukerwa na askari wa kibongo ambao walianza kumhoji kitu ambacho hakijui, lakini alipunguza jazba. Jina la Lilian kwake alilisikia kwa Vicky, mpenzi wake ama mchumba wake. Hisia za kwamba ndiye yeye kamwangushia jumba bovu ilimfanya jiulize maswali mengi sana kichwani juu ya mwanamke huyu asiyeridhika, kwani alimpa kila kitu. Asa Curtis aliwaza kichwani mwake ya kwamba namweka kwenye listi yangu na yeye nitaamua nini cha kumfanya, na sipoangalia nitamuondoa uhai. Curtis alichoshwa na vituko vikiambatana na vitimbwi vya ajabu tu vya mwanamke huyo mlokole ambaye aliamini kabisa ni mnafiki tu. Hakukuwa na sababu kubwa na nzito ambayo polisi waliamini wangemweka Curtis ndani. Alipotoka kituoni akatizama huku na kule, akachukua driver taxi akaambiwa ya kwamba nipeleke uwanja wa ndege sasa hivi. Basi alisema hivyo akiwa nyuma siti ya kushoto. Alidhamiria kabisa kuingia nchini Kenya kisha rudi Tanzania akitumia njia za panya ili amalizane na Philbert kwa njia ya kimafia. Aliapia kufanya mauaji kwani aliamini bila kumdhibiti mtu huyo atampanda kichwani na pengine angeanza kuuliwa yeye, kwani kulikuwa kuna kila aina ya dalili za kuuawa siku za usoni. Mpango mkakati huo hakutaka kumweleza Venance. Alitaka kutekeleza kwanza akiwa yeye mwenyewe, akijiita ni jeshi la mtu mmoja. Hakuelewa chochote kuhusu kufuatiliwa nyuma na watu wa Philbert ambao tangu yupo kituo cha polisi na wao walegesha gari upande wa pili. Basi jamaa mmoja alimuuliza mwenzake kwamba wewe anaelekea wapi huyo? Mwenzake akamjibu asijui. Basi jamaa yule akasema kwamba akifika mataa Tazara tufanye ambush. Sasa ilikuwa ni amri iliyotolewa, yani shoot to kill. Ilikuwa ni lazima siku hiyo Curtis auawe kwa risasi, iwe usiku ama mchana. Watu wawili waliokuwa ndani ya gari walivaa soksi zilizotobolewa machoni, wakatoa SMG ndani ya mabegi yao wakiwa tayari kufanya shambulizi. Walianza kulikaribia gari alilokuwa nalo, yani ambalo alikuwa amepanda Curtis. Taa nyekundu zilivyowaka, magari yakasimama. Magari mawili kutoka mbele yao alikuwepo Curtis. Mmoja akateremka upande wa kulia, mmoja akasimama kwenye gari walilokuja nalo. Kitendo cha jambazi kufika kwenye gari alilokuwepo Curtis, ikasikika milio ya risasi hewani. Yule aliyebaki kwenye gari akatoa onyo watu watawanyike. Hapo sasa taksi aliyopanda Curtis ikaanza kumiminiwa risasi nyuma ya vioo na kwenye bodi la nyuma. Zilikuwa ni risasi nyingi zilizotengeneza matundu mengi kama chujio. Kilikuwa ni kitendo cha sekunde 5 tu. Pikipiki mbili zikatokea upande wa pili. Walioshika mitutu wakaidandia na kutokomea maeneo ya Mbagala, huku sasa nyuma wakiacha ukimya na moshi mkali uliochanganyikana na harufu kali ya baruti. Damu zilijaa ndani ya taksi na kufanya kila aliyekuwa shuhuda aogope kusogelea taksi hiyo. Isingekuwa makini ama utaalamu, Curtis angegeuka chujio. Kitendo cha kumwona jamaa mwenye soksi kashika mtutu wa bunduki, alibetua kitasa na kujitupa juu ya lami, ambapo alibiringita mpaka uvunguni mwa gari ambalo lilikuwa kando yao. Sasa mirindimu ya risasi yote alisikia akiwa chini ya gari. Aliamini yeye ndiye alikuwa target. Ndio maana alivyosimama alisikitika baada ya kuona namna vioo vya nyuma vilivyochakazwa kwa risasi. Dereva wa taksi alikuwa amelala kwenye kiti, ana matundu ya risasi tayari ameaga dunia. Curtis yeye hakuwa na haja ya kuuliza ambush hiyo nani kafanya. Jina Philbert lilikuja kichwani mwake. Akaelewa yeye ndiye mkandarasi. Ilikuwa ni wazi kabisa ya kwamba watu hao hawakutumwa wamdhuru bali wamuue kwa kummiminia risasi. Jambo ambalo lilimjia kichwani ni kujibu shambulizi. Hakutaka kuendelea na safari kwenda Kenya. Alitaka kupambana na Philbert kiume kufa na kupona. Naam. Juu angani kulikuwa kuna kamera maalum, yani drone, ikizunguka huko na kule, ikichukua picha mbalimbali na video ndani ya nyumba kubwa ya Martin. Uwezo wa kamera hiyo ya kiintelijensia isingekuwa rahisi kwa mtu yeyote aliyekuwa chini kuigundua. Mtaalamu wa kucheza na drone kutoka katika jeshi la polisi, Afande Steven Kasanda, alikuwa makini sana kuangalia mashine aliyoshika mikononi mwake ikipiga picha, yani ikichukua picha nyumba nzima kwa juu. Walikuwa na wasiwasi na Martin kuanzia biashara zake mpaka matendo.
Wasiwasi wa kwamba alikuwa ni jambazi kutokana na nyumba hiyo kuwa kimya uliwafanya waongeze umakini. Pamoja na yote, hawakupata ushirikiano kutokana na kifo cha Lilian Muhando. Baada ya kupata picha kamili, walishusha drone chini na kuiweka ndani ya begi. Mmoja wa mafande akaenda kugonga geti. Sasa kidirisha kidogo kafunguliwa, sura mlinzi akichungulia kwa tahadhari ikaonekana. Mlinzi akauliza kwamba una shida gani? Akaambiwa na shida na bosi wako. Mlinzi akasema hayupo. Sasa yule jamaa akauliza kwamba dada yangu yupo. Mlinzi akasema dada gani wewe? Afande akasema Lilian. Afande aliuliza swali la mtego, huku sasa akiusoma muitiko wa mlinzi huyo. Alivyoona amekaa kimya, akatoa picha ya Lilian na kumuonesha mlinzi. Mlinzi akajibu hayupo. Afande akasema kaenda wapi? Mlinzi akasema mimi sijui, sijamuona siku nyingi. Afande akasema siku nyingi kivipi? Mlinzi akasema braze, mbona maswali mengi bwana, msubiri shemeji yako arudi bwana. Mlinzi akafunga na kurudi ndani ya kibanda chake, huku sasa kimwacha afande huyo akipata ukakasi juu ya majibu ya mlinzi. Hakutaka kubanduka, alitaka kumsubiri Martin mwenyewe ili amoje. Simu yake ilimtoa katika mawazo bwana. Basi sauti kutoka kwenye simu alikuwa ni Gerard Haule. Akauliza kwamba vipi? Afande akasema poa, tayari nishachukua ramani. Gerard akasema okay, nakaribia kufika. Vipi, kasharudi ama? Afande akasema bado sijamuona. Gerard akasema okay. Simu ilikatwa. Sasa Gerard alikuwa tayari yupo Morogoro Road, kichwani akiwa na mikakati mingi na mawazo. Kazi hiyo aliiona kwa namna gani inavyokuwa ngumu baada ya kuingiliwa na wakuu wake wa kazi, akiamini lazima Martin atakuwa amewapa mlungula. Halikumsumbua, ilikuwa ni lazima amalize alichokianza. Aliegesha gari lake umbali wa mita 10 na kushuka ndani ya gari. Hakukaa hata dakika 10. Range Rover ilisimama getini. Ni wazi kwamba alikuwa ni Martin anaingia. Sasa Gerard hakutaka kupoteza muda. Akamwendea na kugonga kioo. Martin akashusha kioo na kutoa salamu sasa akiwa, yani ni kama akiwa amepachika tabasamu la kuchonga. Afande akasema habari yako mkuu? Martin akasema salama, hapo na majukumu. Sasa afande akasema okay, mimi nimeona nikufuate bwana, naona simu zangu pokei. Martin akajibu nilikuwa busy, karibu. Geti likafunguliwa, afande akaingia ndani. Sasa agenda ya intelligence ya Gerard ilikuwa ni ile ile tu juu ya kifo cha Lilian, ambapo aliamini kwa njia moja ama nyingine Martin ni alihusika. Alitaka ukamilisha upelelezi wake wote, na tangu mwanzo hisia zake zilimwambia kwamba Martin kuna kitu anakificha. Wakiwa katikati ya maongezi, Martin akachomekea hoja ambayo ilimfanya atulie kidogo. Afande, najua kazi zenu hizi zina mateso mengi sana, nakuja sasa hivi. Martin aliingia ndani na baadaye akatoka na begi dogo akamrushia afande. Kuna milioni 7 humo, utaweka mafuta gari yako. Afande Gerard akatulia kidogo na kuweka begi pembeni. Alielewa na kuyasoma mawazo ya Martin kwamba aachane naye. Hakutaka kufanya hivyo, airudisha begi na kumtizama. Akamwambia kwamba gari langu lina mafuta ndugu yangu. Usijali, wewe weke tu hizo hela zako. Mimi nikiwa na shida nitakwambia. Okay, niambie kilichokuleta. Ni pale tulipoishia. Mimi sikumbuki. Kuanzia hapo Martin akawa anajibu kwa mkato. Hakutaka kuonesha ushirikiano. Sasa Gerard alivyoondoka tu, jioni askari wakaingia nyumbani kwake na kumweka chini ya ulinzi. Akauliza nimefanya nini? Akaambiwa ukifika utajua. Sasa Martin hakutaka kupanda Defender. Aliingia ndani ya gari yake na kuelekea mwenyewe kituo kikubwa cha Mbezi, ambapo huko alitoa maelezo yake. Hata hivyo alishia kulala selo. Alipomtafuta OCD hewani, simu haikupokelewa. Tangu aingie kanisa la Nabii Isaya, kila kitu kilibadilika katika maisha yake. Alihisi ana amani na alijilaumu kukutana na Mama Clara kipindi cha nyuma. Sasa Vicky akiwa kanisani alishuhudia kwa macho yake namna watu walivyokuwa wanadondoka. Vipofu aliona, vyote walitembea, hata viziwi walisikia. Nabii Isaya alikuwa na waumini na watu wengi sana. Umati ulijaa kanisani kwake mpaka wakati mwingine akawa anakoswa parking ya gari. Vicky alijihisi ni mwenye upako sana. Sasa Nabii Isaya akasema kwamba kuna mwanamke mmoja anaitwa Victoria. Aliteswa sana na shangazi yake. Alishawahi kuwekwa mskule. Victoria, simama uje madhabahuni. Kwa mara ya kwanza hakujua kwamba ni yeye ndiye anatajwa,
Waumini wote walikuwa wanaangalia nyuma ili kumuona huyo Viki ambaye alikufa akafufuka ni nani. Akiwa katika kujitafakari, mchungaji akatangaza tena. Hapo ndipo Viki akasimama wima. Aliona aibu kwani waumini wote walimtizama yeye. Kichwani kwake kulikuwa kuna vitu vingi sana vinazunguka. Alishindwa kuelewa nabii Isaya amemjuaje mama Emi? Hapo ndipo akaamini kweli nabii huyo ana maono ya kiroho. Akatembea kwa hatua za taratibu huku waumini wakimshangaa. Akapanda juu na kupewa maiki. Akasema Bwana Yesu asifiwe. Alisalimia na waumini wote walitikia pamoja. Amen. Sasa Viki hakuficha kitu. Alisema tangu alivyopata ajali na jinsi alivyokuwa anaishi maisha akiwa kuzimu kama msukule. Sasa akasema kwamba haya mambo yapo na hili limenitokea mimi, kwa hiyo namshukuru Mungu sana. Msikilizaji, kilichokuwa kinamfanya ajione hayupo sawa ilikuwa ni kila akitaka kumtaja mchungaji Ezekiel Josh anajikuta anasahau. Jambo hilo lilimtokea kama mara 3 hivi, lakini aliacha. Akajua labda ni kiteto tu cha kusimama mbele ya waumini wengi na mnadesi. Unajua tena sio kila mtu anaweza kashika maiki akasimama mbele za watu inahitaji ujasiri. Kwa hiyo aliimba nyimbo za kusifu na kisha pale alipewa maji ambayo aliambiwa hayo akinywa ataweza kusafisha dhambi zake zote. Akifika ayamwagie chumba kizima. Basi nabii Isaya akasema ya kwamba shangazi ameshindwa katika jina la Yesu. Nabii Isaya alisema maneno hayo, kanisa zima likalipuka kwa kelele za shangwe na vigelegele. Ibada iliisha usiku wa saa 2 na Viki alirudi nyumbani. Akafanya kama alivyoambiwa, akamwaga maji kila kona ya kitanda na maji mengine akanywa. Akahisi kuna kitu kipya kimeingia ndani ya mwili wake. Alianza kusisimka na kuhisi kichefu-chefu, lakini hali hiyo baada ya nusu saa ikawa imetulia. Ndoto aliyoota usiku huo ilimwogopesha. Alimwona mchungaji Ezekiel Josh anamkimbiza na panga. Ndoto ya pili aliota kwamba mchungaji huyo Ezekiel Josh anamnyonga na kamba. Hakulala tena, hofu ilimtanda na jasho lilimtoka mwili mzima. Akachukua Biblia na kuanza kusali. Hakuelewa tafsiri ya ndoto hiyo, ingawa alikuwa anahisi, lakini alitaka kupata uhakika. Akampigia Makrala na kumwambia kilichotokea. Makrala akamwambia kwamba ukiingiwa na Roho Mtakatifu siku zote lazima akuoneshe wabaya wako. Viki akasema sijakuelewa mtumishi. Makrala akasema na maana ya kwamba mchungaji Ezekiel kaa naye mbali sana, sio mtu mzuri. Hata katika maandiko matakatifu yanasema kwamba siku za mwisho kutakuwa kuna manabii wa uongo na hizi ni nyakati zenyewe sasa. Viki akasema amina mtumishi. Makrala akasema haya, kemea, na unavyozidi ukemea maadui zako wote utawajua. Basi bwana Viki alimezeshwa chuki. Na maji aliyopewa anywe ndio alikuwa maalum kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Usiku uliopita wachai walimuingilia usiku na kumotesha ndoto hiyo, wakiweka sura ya mchungaji Eze ili amchukie na wafanye kazi yao kirahisi. Kwao likafanikiwa kwa 100%, kwani kuanzia siku hiyo Viki hakupokea simu za mchungaji Ezekiel tena. Akamblock na kufuta namba zake. Sasa mwinjilisti alipomfuata nyumbani kwake alimtoa ni shai. Viki akasema nikusaidie nini? Hilo ndio swali la kwanza baada ya mwinjilisti Nyange kufika nje ya geti. Hakuruhusiwa kuingia ndani na mlinzi alimwambia aishie huko nje. Basi akasema Bwana Yesu asifiwe. Viki akasema nikusaidie nini bwana, mimi na haraka na kazi zangu. Akasema vipi kanisani, mbona umeacha kuja? Viki akajibu kwani lazima kusali kanisani kwenu? Akaambiwa Viki, mrudie Mungu, naamini hiyo sio akili yako, bado una nafasi. Ile kabla hajaendelea kuongea. Viki akasema siku njema, usije tena katika nyumba, umenielewa? Basi geti likabamizwa kwa hasira. Mwinjilisti hakuchuja wala kukwepesha. Alimueleza mchungaji Ezekiel A to Z. Mambo hayo yalimshtua sana mchungaji Eze. Na mchungaji Eze mwenyewe alishaelewa haikuwa akili ya Viki, kuna kitu hakikuwa sawa. Akainamisha kichwa chini na kumwomba Mungu. Sasa huku upande mwingine bwana, kulikuwa kuna mazungumzo kati ya nabii Isaya pamoja na mama Emi. Nabii Isaya alimwambia mama Emi ya kwamba kilichobakia ni kitu kimoja tu, kuandaa tamasha kubwa lifanyike hata uwanja wa Taifa. Akaulizwa alafu nabii Isaya akasema mimi nahitaji watu wengi kutoka huko kama 50 hivi. Baada ya hapo nitawaambia wanunue mafuta yapo machache. Kwa hiyo nyewe mtatoka kwa fujo, najua watajiunga na nyie. Kwa hiyo hapo tusifanye makosa, tuanze kuwatoa kafara wafi hapo kwenye tamasha. Msikilizaji, kilikuwa ni kikao kilichofanyika usiku chini ya mbuyu mkubwa. Nabii Isaya akiwa wazi kabisa
alikuwa akitoa hoja na mikakati yake ya kutoa waumini, yani waumini wake watolewe kafara, lakini shabaha yake kubwa ilikuwa ni kumtoa kafara Vicky arudi kuzimu. Hilo ndilo alimwahidi pia Mama Amy. Ilikuwa ni furaha sana kwake. Mkuu wa wachawi ambaye alikuwa Babu Kizee akampa nguvu nyingine na Bisaya. Hiyo ilikuwa na hiyo nguvu ilikuwa ni ya ushawishi. Hata akienda kwenye maredio na TV iwe rahisi habari zake kufika haraka. Wachawi wote walimbariki, na kilichotakiwa kufanyika ni wachawi wengine kujiunga kwenye tamasha hilo wakijifanya ni waumini. Hiyo sasa ingekuwa rahisi kumaliza kazi yao mapema. Na Bisaya alivuma kwa kasi ya moshi. Habari za tamasha lake kubwa zilitangazwa kwenye maredio na TV. Kwa pesa alizokuwa nazo, alikuwa akitembea na msafara kama rais. Alikuwa akipita barabarani, ilikuwa lazima watu washangae. Hakuna hata mmoja aliyeelewa kwamba nyuma ya unabii wake kuna nguvu za giza. Tamasha la kukemea na kuvunja roho za kichawi lilikuwa linafanyika uwanja wa Taifa. Na Bisaya alituma watu wake ili wapewe kibali. Kila kitu kikaenda sawa, na zilibaki siku 3 ili kongamano hilo la kukesha lifanyike. Katika watu waliokuwa na hamu na tamasha hilo alikuwa ni Vicky. Hakuwa na maono, hakujua wala kuelewa kwamba anakifuata kifo. Basi bwana, kila kitu kwa Curtis kilivurugika. Kichwa chake hakikuwa sawa hata kidogo. Hasira zake zilimpanda mno. Kuna vitu vilipita kichwani kwake, hususan ni swala la Vicky na Philbert. Kwa upande fulani wakili yake ulimtuma kwamba huenda Vicky anashirikiana na Philbert na anataka kumuua. Hiyo sasa limaanisha alitaka aanze na Vicky kwanza. Hivyo ndivyo akili yake ilivyomtuma. Pepo la kuua lilimvaa na alitaka kumuua Vicky kisha atokomee kwao. Ikiwezekana hata na yeye pia ajiue. Alikodi taksi akiwa ni mwenye mawazo mengi sana, na muda wote alikuwa yupo serious. Dereva taksi alivyotaka kumzoea ilishindikana kabisa. Kutokea Tazara aliponusurika kuuawa mpaka Masaki, Curtis hakuzungumza neno lolote zaidi ya kuonyesha vitendo tu, akitumia mikono na vidole kumwelekeza dereva taksi aliyemkodi. Vicky alitaka kumpa kesi ya kumuua Lilian tena. Hivyo alivyoona katoka kituo cha polisi, akawatuma watu wa Philbert wamuue. Alivyokumbuka Venus alimstukia, sababu aliamini huyo na yeye ndio wale. Taksi ilisimama nje ya nyumba, kisha akampa dereva ujira wake. Hakukumbuka change, akaingia ndani ya geti na kunyosha mpaka chumbani, ambapo huko sasa alifungua kabati na kutoa boksi ambalo lilikuwa limejaa risasi. Akatoa bastola yake na kuzitoa risasi, akazibakiza mbele. Hiyo ilimaanisha amfiatue Vicky kisha yeye ajimalize. Kutokana na akili yake kuvurugika, akaenda sebuleni na kuchukua chupa ya pombe kali. Akamina kwenye glasi na kunywa yote, huku sasa akikunja uso kutokana na ladha ya pombe hiyo. Alivyosikia mlio wa kengele akajua ni lazima atakuwa ni Vicky. Basi akajiweka fresh kabisa ili kuweza sasa kupambana na hiyo hali. Alijiweka good kabisa. Sasa Vicky alivyoingia ndani alishtuka, na ilionekana waziwazi kwani hakutegemea kumuona Curtis. Hiyo ni baada ya kuambiwa kwamba yupo kituo cha polisi na angefunguliwa mashtaka ya kuua. Curtis aliona mshtuko huo, akaweka glasi pembeni na kusimama wima. Tukio hilo lilimfanya Vicky atandwe na hofu. Hakuwahi kumuona Curtis akiwa katika hali kama hiyo. Macho mekundu amekunja ndita. Akaanza kurudi kinyume kama gari. Akajikuta sasa amefika kwenye ukuta, akautazama mlango ili akimbie, lakini alikuta tayari ameshachelewa. Curtis alikuwa ameshafunga mlango na funguo. Na funguo ameweka mfukoni. Basi Vicky akaanza kukemea Bwana, akasema shindwa katika jina la Yesu. Akajaribu kukemea kwa sauti ya chini iliyopwaya tena ambayo ina hofu ndani yake. Alishaelewa Curtis hakuwa tena binadamu wa kawaida. Tayari yabadilika na kuwa mnyama, na kivyote vile angeweza kumdhuru. Hivyo aliamini msaada wake kwa wakati huo ni Yesu pamoja na kukemea, lakini Curtis alimtazama kama chatu anayetaka kumeza kitoweo. Hakuelewa amfanye nini mwanamke huyu mpumbavu asiyejielewa. Hakutaka kuzungumza zaidi ya kumshika mkono na kumvuta akitumia nguvu. Vicky akataka kuleta korofi. Alipotaka upige kelele, Curtis akachomoa bastola kutoka kiunoni mwake, akamwambia shh.
akamnyamazisha kwa staili ya kuweka bastola kwenye mdomo wake. Ni tukio lililofanya Vicky ahisi tumbo linamuuma kwa kiasi cha kutosha. Kitu kifo ndio kilikuwa kinapita ndani ya kichwa chake. Alishaelewa tayari Curtis ambadilika. Aliendelea kubaki kimya mpaka walivyoingia ndani ya chumba kilichokuwa na kitanda na kabati pembeni. Vioo vyake vilifungwa. Hiyo sasa ilimaanisha hata mtu angepiga kelele akiwa ndani ya chumba hicho, isingekuwa rahisi mtu aliyekuwa nje kusikia. Curtis akafunga mlango na kumsukuma Vicky kitandani. Akavuta kiti na ukaa mita 10 kutoka kitanda alicholala Vicky. Alishusha pumzi ndefu na kuanza kumuuliza maswali. Akamwambia, haya ndo malipo yangu kwako, si ndio? Yaani sijakuelewa. Yaani wewe umelazimisha kufanya hivi. Nilikuwa ni mtu mwema sana kwako. Basi Vicky ghafla akawa mdogo. Akasema, nimefanya nini? Naomba unisamehe. Sala yako ya mwisho. Curtis alizungumza maneno hayo, na katika sentensi hiyo hakukuwa na punji ya mzaha hata kidogo. Siku hiyo kama Vicky angeuawa, aliamini angekumbuka sana. Kwani ndio ilikuwa ni siku ya kongamano kwa Nabii Isa. Ilikuwa jiandae aondoke. Matokeo yake alikutana kisiki cha mpingo. Curtis ambaye kwa wakati huo alikuwa mbele yake ameshika bastola anataka kumuua. Akamwambia kwamba vipi umaliza kusali? Nataka nikuue. Tena nikuue kiungwana kabisa ukiwa umesamehewa dhambi zako. Msikilizaji, usingeamini ungeambiwa kwamba watu hao walikuwa ni wapenzi kweli kweli. Vicky aliendelea kuamini kwamba hiyo ni ndoto ya kutisha na muda wote tu atashtuka kutoka ndotoni. Sasa Curtis akasema ya kwamba anahesabu mpaka 3. 1 2 3. Sasa msikilizaji, tuachane kwanza na kwa Vicky. Tuhamie upande mwingine. Muda wa kutoa kafara ulikuwa tayari umewadia. Na ilimbidi Jaffe afanye juu chini afanye jambo hilo. Vinginevyo wachawi hao ama washirika kutoka nguvu za giza wangemchagua mtu wa karibu yake kama mtoto au mama yake mzazi. Alishuhudia mambo hayo katika ulimwengu wa kuzimu. Kama ukishindwa kupeleka kafara, iliwalazimu kuchagua wao mtu unayempenda, kisha wanamuua kama kukupa adhabu. Kwa maana hiyo Jaffe hakutaka hilo litokee. Alichokiwaza ni kitu kimoja tu, kwenda kituo cha watoto yatima, ambapo hapo walimzoea kama mdhamini wao. Wafanyakazi wa humo walimpenda sababu aliwekeza pesa nyingi sana akijifanya kutoa msaada wa kuwapa chakula watoto hao. Basi mmoja wa watumishi katika kituo hicho alimkaribisha Jaffe huku akijichekesha. Alielewa ujio huo ulikuwa wa neema sana kwake. Asingekosa shilingi 100,000 ama 200,000 ya matumizi, na hivyo ndivyo Jaffe alivyofanya. Aliwapombaza watumishi hao kwa kuwapa fedha mara kwa mara na wakati mwingine akitatua matatizo yao binafsi. Basi Jaffe alisema ya kwamba anataka kuwapeleka watoto trip. Akaambiwa kwamba ni wazo zuri sana, tena sana tu, naunga mkono wazo lako. Hivi ulikuwa wapi miaka yote ndugu yangu? Jaffe akasema, Mungu huleta watu kwa wakati sahihi, kwa hiyo wala usijali. Na nikifanya hili jambo mimi sihitaji uandishi wa habari. Mimi katika vitu ambavyo spendi ni kuwa public figure. Kwa hiyo kwa nini nitoe msaada alafu nitangaze? Jaffe akaambiwa, umeongea point kubwa sana. Upo tofauti kabisa na matajiri wengine. Mungu akuweke. Jaffe akasema, asante, natarajia kufanya mwisho wa mwezi huu. Hivi kituo kina watoto wangapi? Akajibiwa, wapo 150. Jaffe akasema, okay, inabidi nikodi basi kubwa la mkoani. Nadhani hata 2 hivi atafaa. Jaffe akaambiwa, sawa, hilo halina shaka, nitaongea na uongozi ili tuweke mambo sawa. Umesema mwisho wa mwezi huu? Jaffe akasema ndio. Basi maongezi yakaisha. Mtumishi wa kituo hicho Arafat Masimba hakuelewa mpango wa Jaffe. Laiti angelijua asingekubali na angekaa mbali sana na Jaffe ambaye alikuwa kama shetani. Moyo ulikuwa ni kama kichaka, hakuweza kuona. Walizunguka kituo kizima huku Jaffe akitoa ahadi nzito mbalimbali kama kuongeza vyumba vya kulala na kujenga kiwanja cha michezo. Kila mtoto aliyemwona Jaffe alimshangilia sababu waliambiwa Jaffe kwao ni kama malaika. Miongoni mwa watoto hao alikuwa ni Jacobo, mtoto wa Martin Chalamila. Sasa Venance alikasirishwa kwa kiasi cha kutosha. Chakula hakikupita hata kidogo. Yaani yeye ilikuwa bangi, yeye na bangi na yeye. Sura mama Amy ilimpitia kichwani.
Kila wakati aliyakumbuka maneno ya Vicky kwamba shangazi huyo ni mchawi na aliwatoa msukuri. Hakutaka kuliweka hilo kiporo, alitaka usiku huo apande basi aende Arusha ili akamalizane naye. Mama Emi alistahili kifo cha kinyama, tena cha kukatwa kabisa mapanga. Huo ndo mpango uliokuwa kichwani mwa Venus. Akiwa katika moja ya gesti alizopanga maeneo ya Mwananyamala, aliwaza jambo moja tu. Pitie Curtis waende wote jini Arusha ili wakamuue Mama Emi mchana kweupe. Siku hiyo mchana alivuta kiasi kikubwa cha bangi kiasi kwamba akatamani kutembea kwa miguu mpaka Masaki, akiamini kwamba angepanda pikipiki ingemchelewesha, ila angetembea angewahi. Basi Venus alimsimamisha dereva pikipiki akamwambia nipeleke Masaki. Dereva akasema ni shilingi 10,000. Venus akasema sawa twende. Basi jamaa akasema pikipiki yangu haina mafuta, hebu nipe kwanza basi niweke mafuta pale Shell. Dereva akazunguka kidogo mbuyo, hakutaka kulionyesha hilo wazi kwa abiria wake, maana ni kama alimtilia wasiwasi Venus. Sasa Venus akaingia mfukoni na kumpa noti ya shilingi 10,000. Safari ya kuelekea kwa Curtis ikaanza mara moja. Akiwa juu ya pikipiki, Venus aliwaza vitu chungu nzima. Wakati mwingine alitamani pikipiki ipae angani ili awahi kufika. Hata hivyo ilikuwa ni kama dereva aliyasoma mawazo yake, kwani ndani ya dakika 25 tu wakawa wameingia Masaki, mtaa wa Gold Street. Venus akateremka na kugonga geti. Mlinzi akafungua. Hakusema chochote zaidi tu ya kunyoosha mpaka mlangoni. Akagonga lakini mlango ulikuwa umefungwa. Akazunguka uani. Hapo ndipo Curtis aliyekuwa akihesabu namba kwamba amefika namba 3 ili afyatue risasi. Venus akawa ameingia, akasitisha zoezi lake. Kama tutakuwa umekumbuka msikilizaji, tuliachana na kina Curtis anahesabu 1, 2, 3. Sasa ile anafika 3. Venus ndo akaingia. Kwa hiyo kuingia kwa Venus kulimfanya atulie kidogo. Kuna jambo aliliwaza kichwani. Alichokifanya ni kumfunga vitambaa Vicky mdomoni, kisha akafunga mlango. Akarudisha bastola nyuma ya kiuno na kutembea mpaka sebuleni, huku jasho jingi liko linamtoka. Venus hakutaka kuongea maneno mengi zaidi ya kumweleza Curtis jambo lililomleta ndani ya nyumba hiyo. Sio kwamba hakuweza kumuua Mama Emi peke yake, lakini alihitaji pia msaada wa mawazo. Kila kitu akakiweka wazi. Hakuelewa mawazo ya Curtis kwamba hakuwa na yeye. Basi Curtis akasema kwamba Joyce aliuliza alitaka kumfanya Venus ajisikie yupo huru. Sasa Venus naye akajibu ya kwamba leta rafiki na kiu sana. Curtis akaingia jikoni. Alitembea taratibu mithili ya mtu anayeenda kutegua bomu. Akiwa makini mno, aliingia store na kuchukua sumu ya kulia wadudu. Akafungua kwenye friji na kuchukua juisi ambapo alimimina sumu ndani yake. Alijisikia kumuua Venus, ingawa hakuelewa ni kwa nini anafanya hivyo. Alipomaliza kuchanganya, akarudi sebuleni na kumkabidhi. Sasa Venus akauliza Vicky uko wapi? Akajibu yupo kanisani. Curtis alijibu kiufupi tu, huku sauti yake ikionekana kupwaya. Sasa Venus akachukua glasi, alivyotaka kuweka mdomoni, kuna ujumbe wa message ukaingia kwenye simu yake. Akarudisha glasi mezani na kusoma ujumbe huo. Tukio hilo sasa limfanya Curtis achukie, akitamani yani amfumue risasi, lakini hakutaka kufanya papara. Venus akasimama huku akiwa ameshika simu mkononi, akitaka kuelekea msalani. Kuna kitu kilimwambia ampigie Vicky ili ajue ni wapi alipo. Alipofika kwenye corridor na kupiga simu, akasikia simu ya Vicky inaita chumbani. Akasita kutembea na kusogelea mlango. Akapiga tena simu, akasikia inaita chumbani. Akanyonga kitasa. Alichokiona kilimshtua mno. Hakuamini hata kidogo baada ya kumwona Vicky amefungwa kamba, yupo chini, amezibwa na matambala mdomoni. Venus akatembea kwa kasi na kumtoa matambala yaliyomziba mdomo. Sasa Vicky akasema Curtis anataka kuniua. Akamwambia shh. Ilikuwa lazima Venus asikurupuke, ndio maana akamziba mdomo Vicky asiendelee kupiga kelele. Akamuonya huku sasa akiongea kwa sauti ya chini. Umakini ulihitajika sababu alielewa Curtis ni mtu aina gani. Alipotokeza sebuleni hakumuona Curtis. Akatulia kidogo kwanza. Alipotaka kupiga hatua mbele, akahisi kichuma cha baridi kimemgusa shingoni. Akamwambia ukisogea tu unakufa. Ilikuwa ni sauti ya Curtis aliyekuwa nyuma yake. Venus akaelewa yupo chini ya ulinzi. Na kufanya mjongeo wa ghafla ilimaanisha kuharakisha kifo chake. Akameza mate na kuanza kutafakari namna ya kufanya. Asa mbele yake kulikuwa na mlango wa kioo. Alivyoangalia akawa anamuona Curtis nyuma yake.
Akapiga hesabu za haraka sababu aliamini angeendelea kubaki mateka angeuawa tu. Ilikuwa lazima afe Kijerumani. Katika vitu ambavyo Venus hakuogopa katika maisha yake ni kifo. Kwa kasi ya umeme akainama na kupiga kiwiko cha mkono wa Curtis ulioshika bastola. Ikadondoka chini. Curtis na yeye akarusha ngumi iliyomfikia Venus shingoni, ikamfanya ayumbe kidogo. Wakati anarudi kinyume, Curtis akataka kumvaa, lakini ajikuta anaparamia meza ya kioo baada ya Venus kusogea na kumpiga Curtis ya kiuno kwa mara nyingine. Sasa Curtis na Venus walijikuta wanapigana. Hata hivyo kila mmoja alimuelewa mwenzake. Ndio maana wakawa makini mno. Katika kitu alichojichanganya Curtis ni kurusha ngumi bila hesabu. Venus akaidaka kwa njia ya mkasi, akamvuta kwake kidogo na kupitisha mkono mmoja shingoni mwa Curtis. Curtis alivyoona kosa hilo na kutambua kwamba angefanya mchezo itakula kwake, akajivuta kwa nguvu. Sasa hapo ndipo alipoharibu kabisa, kwani roba iliingia vizuri shingoni huku Venus miguu yake ikitafuta upenyo wa kumpiga ngwara Curtis. Sasa kila mtu alitumia nguvu, wakadondoka chini kama mzigo. Curtis yupo chini, Venus yupo juu yake. Curtis alikuwa ni kama panya aliyebanwa kwenye mtego. Kila alivyojaribu kutoa mkono wa Venus ilishindikana. Akabaki sasa anaema kama kondoo tu, huku anatoa mate mazito mdomoni. Akiwa anakaribia kuishiwa nguvu, kwa utaalamu wa judo, Venus akashika kidevu cha Curtis na kisogo akakizungusha kwa nguvu, ikasika tu. Kichosikika ilikuwa ni kama mtu aliyevunja moa kwa goti. Curtis akawa ametulia, ameyatumbua macho yake. Vicky ndo akawa amefika, akasema Venus. Tukio hilo lilimfanya sasa apigwe na butwa. Curtis alikuwa amelala chini. Dalili zote za mtu aliyekufa zilionekana. Alichokifanya Venus ni kuchukua kitambaa, akakota bastola na kuweka mfukoni mwa Curtis ili kupoteza ushahidi kama askari wangefika. Venus akasema Vicky, tutasema alitaka kutudhuru kwa kutumia bastola. Vicky akasema naogopa. Venus akasema usiogope, piga simu polisi. Wakati Vicky anapiga simu polisi, Venus alichukua glasi ya juice iliyokuwa mezani kutokana sana kuchoka, akiwa ni mwenye kiu kali bwana. Alitaka kuinywa juice ili akate kiu yake. Akainywa yote na kuiweka glasi mezani. Juice sasa aliyokunywa Venus, akihisi kwamba angekata kiu yake, ilimfanya ahisi kizunguzungu cha ghafla pamoja na kichefuchefu. Sasa tumbo likawa sasa ni kama kuna mtu ndani ana viwembe. Hakuelewa kwamba Curtis alimwekea sumu ili amuue, kisha baada ya hapo amalizane na Vicky. Tayari alikuwa amejipa ushindi, lakini sekunde 3 baadaye alihisi mabadiliko hayo baada ya kuanza kuishiwa nguvu mwilini. Hakutaka kubaliana na aliyo, akiamini labda ni uchovu wa mapigano. Tumbo likazidi kumkata. Alivyotaka kupiga kelele kuomba msaada, akashindwa sababu Vicky alitoka nje akiwa na simu akiwapigia polisi kwa ajili ya kufika eneo la tukio. Sasa Vicky alitoka nje huku akiwa na simu sikioni. Na wakati huo sasa akimuita mlinzi kwa sauti kusasa, akikimbia kukifata kibanda chake. Mlinzi akasema kuna nini? Vicky akasema kuna tatizo. Sasa Vicky alishindwa kumalizia sentensi aliyotaka kumueleza mlinzi, kwani simu upande wa pili ilikuwa imepokelewa kituo cha polisi Oysterbay. Sasa sauti kasikika, habari, tukusaidie nini? Vicky akasema naombeni mfike nyumbani kwangu, nyumba namba 17 Golden Street, kuna tatizo. Akauliza tatizo gani? Akasema kuna mauaji yametokea, fanyeni haraka. Sasa Vicky alikuwa ni kama mtu aliyerukwa na akili. Kichwa chake kilipata moto balaa. Sasa mlinzi alikuwa getini, mrefu tu mweusi ambaye wakati mwingine dishi lake huyumba, alikimbilia sebleni, akabaki meganda. Hata yeye mwenyewe hakuelewa, kwani kila kitu kilikuwa ni mauza. Alishindwa kuelewa aanze kuuliza kipi, sababu aliyoyakuta sebleni ilimfanya agande. Sasa simu kutoka kwa mwanamke ambaye hakujitambulisha jina lake ilimfikia Sergeant Proje akiwa mapokezi anaandaa jarada la kesi. Hakumsikiliza vizuri, lakini alisikia mtaa wa Golden Street kuna mauaji yametokea nyumba namba 17. Akaacha kidogo kufungua faili, akachukua peni na karatasi ili asisahau, akaandika pembeni namba hiyo na kumshirikisha askari aliyekuwa pembeni yake. Akamtajia nyumba na namba pamoja na mtaa. Sasa baada ya kumpa taarifa hizo kwa uchache wake, wakaona sasa ngoja walishughulikia swala hilo. Afande Gogo aitafakari kwa muda mtaa huo na namba ya nyumba ambayo imetajwa. Ilimkumbusha kitu, ingawa hakuwa ana uhakika, lakini alitulia kwa muda kitafakari na kuwaza kitu. Sekunde 3 baadaye
jina la Curtis likamjia Black American, mzungu hivi mweusi ambaye anaishi katika mtaa huo, na nyuma ya pazia alishawahi kuripoti juu ya kuomba ulinzi kwenye nyumba yake pamoja na ofisi. Afande Gogo akasema, Curtis Bernard namfahamu. Hebu naomba defender mkuu. Afande Gogo alisema akiwa tayari amesimama wima. Alikuwa yupo tayari kwenda kumsaidia Curtis. Alikuwa ni kama ametoka kurupuka usingizini. Akaingia ofisini kwa mkuu wake wa kazi, akaomba gari na usaidizi. Haukuwa na mtu aliyepinga. Defender katoka kituo cha polisi likiwa na askari 4 wenye mitutu wamevaa begani. Haikuchukua dakika 10 wakawa wameshafika nyumba yenye tukio. Basi mlinzi alikumbana na swali ya kwamba tumepigiwa simu kuna mauaji yamefanyika hapa, si ndio? Askari wengine walikuwa tayari wamezingira nyumba wakijihami kwa lolote litakalotokea. Mlinzi akasema ndio afande. Basi maafande wawili wakiwa na mitutu begani walijiweka sawa ili kujihami. Wakateremka na kuingia ndani wakikagua huku na kule. Wengine walizunguka nyumba ili kuimarisha ulinzi. Kama Gogo alivyoingia sebuleni alishtuka kuna watu wawili walikuwa wamelala sakafuni. Kilio kutoka kwa Vicky kilikuwa kimetawala sana. Basi watu wawili walikuwa wapo chini sakafuni wamelala. Afande Gogo alishindwa kupata maelezo mazuri. Akasubiri mpaka mwenyeji wake atulize jazba ndio aanze kumhoji. Sasa Afande Gogo alitumia ukarimu akasema njoo huko nje. Basi baada ya kutoka nje alichokifanya ni kupiga simu ili kupata usaidizi. Wakati huo sasa akianza kumhoji Vicky, akamuuliza mikwaje dada yangu, hebu njoo tukae hapa unielezee ili nikusaidie. Usinifiche chochote, mimi nitakusaidia. Afande Gogo alikuwa makini kusikiliza maelezo ya Vicky na hapo hapo akachukua redio upepo na kutoa taarifa akiomba msaada wa gari la wagonjwa. Vicky alianza kuita Venus, aliita kwa sauti kusasa akibujikwa na machozi. Picha ya Venus akiwa na mapovu mdomoni ilipita kichwani kwake. Hakuelewa ni kitu gani kimetokea, lakini dalili ya mtu aliyekufa zote zilionekana kwa Venus. Dakika 10 baadaye gari la wagonjwa yani ambulance lilifika eneo la tukio. Mtaalamu wa kupima maiti akafika na kuthibitisha kwamba Venus na Curtis wote wamefariki dunia. Wakachukuliwa na kuingizwa ndani ya gari la wagonjwa huku Vicky akiendelea kupiga mayowe na kumtupia lawama zote Mungu kwa nini ameruhusu yote yatokee. Askari walimtuliza lakini haikusaidia kutokana na kelele kuwa nyingi na defender kupaki nje huku gari la wagonjwa kutoka kwa kasi. Ikawavutia majirani wakaanza kusogea ili kujua nini kimetokea. Hata hivyo hakuna hata mmoja aliyeruhusiwa kuingia ndani. Hasa kifo cha Venus baada ya uchunguzi ikagundulika kwamba alikunywa kimiminika chenye sumu. Haikuwa kazi ngumu kugundua juisi aliyokunywa ilikuwa nyumbani kwa Curtis. Walimshikilia Vicky kumhoji. Akaongea ukweli na alisema kila kitu. Alipokuwa chumbani alisikia Curtis akimkaribisha Venus juice na ndio aliyokunywa. Kiufupi Curtis alitaka kumuua Venus vile vile. Vicky alihisi kujuta, pamoja na hao yote hakuweza kubadili kilichotokea nyuma. Askari wawili wakapewa kazi ya kumpeleka nyumbani kwake ili akaandae taratibu za mazishi. Hakuelewa anzia wapi, hapo ndipo akamkumbuka Mama Clara. Akili yake ikawa kama sasa imerudi. Akakumbuka simu aliacha chumbani. Alivyochukua ilikuwa imezima. Ilikuwa lazima amtafute Mama Clara hewani ili aombe msamaha na kumuelezea kilichotokea mpaka akashindwa kuhudhuria kwenye tamasha la Nabii Isaya. Simu iliita mara moja na kupokelewa kwa haraka sana. Sasa Vicky akasema mtumishi samahani nilishindwa kuja. Mama Clara akasema umemkosea sana Mungu. Vicky akasema Mungu anisamehe tu maana ni mambo ajabu yametokea, naomba tu uje kwangu sasa hivi mtumishi, nahitaji maombi yako. Sasa hiyo simu ya Vicky ilimkuta Mama Clara akiwa ofisini kwa Nabii Isa. Amepiga magoti. Suruali ya Nabii Isa imeshuka mpaka magotini. Mama Clara alikuwa anafanya mambo ya hovyo sana na kumfanya nabii huyu afumbe macho. Simu ilivokatwa tu wakaendelea mambo yao ya kishetani. Nabii Isa akawa sasa amekula kondo wake. Ilikuwa ni kawaida yao kila usiku wanakutana ofisini, japokuwa kulikuwa kuna fununu za watu hao kutoka mapenzi lakini hawakujali hata kidogo. Hasa kitendo cha kumkosa Vicky kwenye tamasha hilo ili wamtoe kafara kiliwaudhi, lakini simu yake iliwarudishia tumaini jipya. Baada ya kumaliza kufanya washirati wao wakatoka nje ambapo walipanda juu ya punda, na isingekuwa rahisi kama hauna macho ya kiroho kugundua hilo. Kwa nje ungedhani ni gari aina ya Land Cruiser V8 lakini haikuwa hivyo. Ilikuwa lazima wamchukue Vicky siku hiyo hiyo bila kupoteza muda waendelee kuzimu. Walichoka kusubiri na walimtaka kwa udi na uvumba. Hapo safari ya kwenda Masaki ikaanza. Sasa mchungaji Eze alikuwa katikati ya maombi usiku huo akiwaombea yatima, wajane na wagonjwa. Pembeni alikuwa mkewe
wamefunga siku 2 wakiomba na kusali. Roho Mtakatifu akamuingia mchungaji Eze, akaanza kunena kwa lugha, ikawa ni kama ndimi ya moto iliyojawa Roho Mtakatifu. Akiwa anasali sana, katikati ya maombi kuna maono yalimjia. Akamwona Viki anaangamia kwenye moto mkubwa. Akazidi kukemea zaidi na zaidi. Ghafla akabaki kimya. Akasema, tuondoke mke wangu. Mchungaji Eze akatamka maneno hayo kwa sauti ya chini, huku jasho likamtoka. Ilikuwa ni kama mkewe Irene Yasin amejua kinachoendelea, kwani mmewe akiwa katika hali kama hiyo anajua kabisa sio yeye, ni Roho Mtakatifu anampeleka sehemu kupigana vita dhidi ya nguvu za giza. Alichokifanya mwanamke huyo ni kuchukua silaha, yani Biblia, na wote wakatoka nje. Basi Irene Yasin alianza kutamka maneno, thank you Jesus, thank you Jesus. Wakiwa ndani ya gari, alishaelewa mbeleni kuna vita kali, hivyo asitetereke wala asiwelele mama. Usiku wa saa 7 mchungaji Eze aligesha gari nje ya nyumba ya Viki. Sasa Irene alishangaa sana kukuta mazingira tofauti nje. Maana nje kwa kuna warning tape, yani utepe kwa sheria hairuhusiwi mtu kuingia ndani. Hata hivyo ulikuwa umekatwa, kumaanisha kama tukio tayari lilifanyika. Kitendo cha mchungaji Eze ukanyaga ardhi ndani ya nyumba hiyo, kuna vitu vilipuka kama bomu hivi na kufanya sasa mlinzi aliyefungua geti akimbie ndani ya kijumba chake. Pembeni nje ya nyumba kulikuwa na fisi wawili wa kichawi. Kwa kosa mchungaji Eze alikuwa na maono, aliwaona. Alimuona Viki anapanda huku nyuma sasa akiwa na Bisa. Wote wakatizamana kama mafari wawili. Na Bisa akatoa kitambaa na kumnyoshia kidole mchungaji Eze. Lakini sasa hakufanikiwa, kwani mchungaji Josh alitoa Biblia kujikinga. Kitu kama radi hivi kikatoka na ikadunda juu ya Biblia. Hapo sasa maombi yakaanza. Irene Yasin hakuwa mbali na yeye akaanza kukemea. Mambo yaliyokuwa yanaendelea hapo yaliogopesha. Nabii Isaya sasa yeye aligeuka na kuwa nyoka. Mara baada ya tukio hilo, Viki hakuweza kujitambua tena, maana alikuwa chali kapoteza fahamu. Vitu vya nguvu za giza haikuishia hapo. Nabii Isaya bwana akaomba msaada wa jeshi lingine ambao walifika na ungo, lakini mchungaji Eze hakutetereka. Alimwamini Mungu, akavunja magenge yote. Katika kambi ya wachawi alipokuwa Mama Emi, moto mkali ulilipuka. Wachawi wote wakaanza kuungua. Mchungaji Eze alizidi kushusha maombi. Aliomba sana. Basi hakuna mchawi aliyefika hapo akatoka salama. Wote wakaanza kuungua na moto. Ilikuwa ni vita kubwa sana usiku huo. Hakukuwa na ushahidi wa kuendelea kumweka Martin Chalamila kituo cha polisi, msikilizaji. Ni sawa na makachero wa jeshi la polisi walikuwa wana uhakika kwamba Martin Chalamila amehusika na kifo cha Lilian Muhando, lakini hakukuwa na kitu cha kuendelea kumshikilia kama ushahidi wa watu ama alama yoyote ile hayupo. Hiyo ilimfanya sasa asiendelee kukaa kituo cha polisi. Akaachiwa huru kwa dhamana aliyowekewa na Jaffe usiku huo, ambapo walitoka moja kwa moja mpaka nyumbani kwa Martin Chalamila. Hasi Jaffe, hili limekaaje? Unajua mnashindwa kuelewa. Wewe mwanangu kaoge kwanza tutaongea. Anyway, vipi unatumia nini? Nipate ile niliyoiacha juzi. Martin akafanya kama alivyoagizwa. Chupa iliyokuwa na pombe nusu aina Hennessy ikaletwa na glasi, kisha yeye akapanda ngazi kuelekea chumbani kwake, ambapo huko alijimwagia maji na kurudi akiwa tayari kabadilisha nguo. Alimshukuru Jaffe kwa kuungana naye kwenye matatizo. Na Martin yeye alichokuwa, yani dhana ya kwamba Jaffe angemchoma kwa polisi baada ya wote kushirikiana katika tukio la kufoji kifo cha Lilian, ndio wazo ambalo kwa nazunguka kichwani kwake. Sasa akatambua kwamba Jaffe ni rafiki wa kweli ambaye alishirikiana naye kwenye tatizo mpaka mambo akawa sawa. Kikweli bila Jaffe wenda angekuwa gerezani, kwani ni yeye mwenyewe ndiye alimuua Lilian Muhando kwa kumpiga akiwa na mimba yake. Ajisikia vibaya lakini hakuwa na jinsi. Aisee, kuna kafara inatakiwa kufanyika. Kafara gani tena? Mimi natakiwa kuifanya. Ipi hiyo? Kuna kituo cha watoto yatima, damu inahitajika. Lini hiyo? Wiki ijayo, kama sio baada ya wiki 2 hivi. In fact, huu mwezi usisha. Kwa hiyo ushapangilia tayari? Tayari mpango upo sawa. Sa fresh, nadhani
mimi ni Pasaka ndio itakuwa zamu yangu, si ndio? Pasaka ndio itakuwa zamu yangu mimi. Ya, wewe anza kuandaa mipango mapema. Hilo halina shida kaka. Martin Chalamila na Jaffe walitoka usiku huo na kuingia katikati ya jiji ambapo huko walitafuta kasino na kukaa. Walijipongeza. Sasa nia ya Jaffe ilikuwa ni kumliwaza rafiki yake huyo kwa kumpeleka eneo hilo wanaokuwa wafanyabiashara wakubwa wakicheza kamari huku akiweka madau ya fedha nyingi ama wakati mwingine magari. Starehe hiyo sasa haikuishia hapo tu. Kwenye nguzo nyembamba za chuma kulikuwa kuna wanawake warembo wanateleza nazo tu. Na sharti la kuingia ndani ya kasino hiyo ilikuwa ni lazima uwe memba. Jaffe na Martin walikuwa memba. Na baadhi ya wahudumu waliwafahamu wafanyabiashara hao wakubwa na wenye majina jijini Dar es Salaam. Kuna jambo moja lilimvutia Martin. Kuna mtu alimuona, hakuwa na uhakika kama alimfananisha ama ni yeye. Martin akasema Jaffe anakuja. Basi kutokana na muziki wa kasino kuwa na sauti ya chini, watu waliweza kusikizana tu na kuelewana. Sasa Martin alimsalimia jamaa mmoja hivi akasema, "Oya bwana, mambo vipi?" Alikuwa jamaa mrefu hivi mwembamba aliyekuwa na ndevu kuanzia mashavuni mpaka kwenye kidevu. Akasema poa. Martin akasema, "Sijui nimekufananisha hivi?" Jamaa akajibu, "Ndio mimi Tini, mambo vipi?" Alikuwa ni Hasani Ukwaju. Kumbukumbu za Martin zikarudi nyuma kama mkando wa filamu. Akakumbuka house party na namna alivyokutana na Monica akampa mimba usiku wa siku ile, na ndio hapo sasa mauzauza yakaanza kumpata. Fresh mwanangu, kumbe na wewe unakujeka huko. Mwenye kasino ni shemeji yangu. Wewe sema kweli, mbona usikuone? Kuna siku nishawahi kukuona lakini nilipotoka sikukuona tena. Nikakutafuta kwenye simu lakini kupatikana. Nibadili namba. Sawa. Mambo yako super sasa hivi. Kawaida. Anyway, nimemkumbuka bwana Monica. Unajua alikuulizia siku moja. Nataka nini? Mimi hata sijui. Achana naye. Hasani Ukwaju na Martin Chalamila wakabadilishana namba. Hawakuwa na mengi ya kuongea usiku huo. Na wote wakatawanyika. Sasa swala la kupata mtoto kwa Monica, msikilizaji, lilimchanganya akili. Alizunguka kwa waganga, akaenda kuombewa lakini hakufanikiwa. Alibahatika kuolewa lakini ndoa yake ilidumu miaka 2 akaachika sababu ilikuwa ni mtoto. Mume wake akamtelekeza na kumleta mwanamke mwingine ndani. Monica akatemwa usiku wa manane akafukuzwa. Ndoa ya pili pia ikawa majanga. Mwanaume alikuwa anazaa nje ovyo kisha anamletea watoto wale. Sio kwamba eti hakuwa na upendo na watoto wa kampo, lakini alitamani kuzaa kutoka katika tumbo lake mwenyewe. Hilo sasa likashindikana, ndoa ikamshinda, akaona bora ajilipue tu aondoke zake. Sasa ndoa ya tatu hakukaa hata miezi 10 sababu mumewe alikuwa anampiga na alikuwa ni mlevi kupindukia. Hapo ndipo Monica alipoanza kumtafuta mchai wake. Baada ya kuhangaika kwa waganga wa kienyeji na wachungaji mbalimbali bila kufanikiwa, hatimaye akamkumbuka Martin. Alieza naye mtoto kisha akamtelekeza. Alitaka kuishi na mtoto wake. Alipojaribu kumtafuta katika ofisi alikuwa anafanyia kazi zamani, aliambiwa tayari alihama. Akaenda alipopanga zamani na hapo matokeo yake akawa ni halali. Katika kufuatilia sana, akasikia fununu za mwanaume huyo ya kwamba ni tajiri na ni mfanyabiashara mkubwa sana jijini Dar es Salaam. Hiyo sasa ikampa nguvu zaidi ya kumsaka ofisini kwake, lakini kila alivyotaka kuonana naye, machawa wa Martin hawakuruhusu hilo litokee. Akashindwa kumpata. Hapo ndipo akaamua sasa kumsaka Hasani Ukwaju. Ilibidi apande basi mpaka Mwanza, maeneo ya CCM Kirumba. Kwa kuwa sasa alikuwa anajua familia ya Hasani Ukwaju, ilikuwa ni rahisi kumpata mtu huyo. Basi alimwambia kwamba ana shida na Martin. Akaambiwa, shida gani? Akasema, hivi kwanza hauna namba zake ama? Jamaa akasema namba zake zote hazipatikani. Basi walizungumza pale na alimuelezea namna gani ambavyo anamtafuta jamaa. Basi Monica na Hasani wakaagana na kuachana. Ilikuwa ni mwezi mmoja umepita tangu Hasani aonane na Monica, na ndio siku hiyo sasa akaonana na Martin Chalamila ndani ya Reka Casino. Usiku huo akamtumia Monica message kwamba nimemwona Martin, namba zake nakutumia. Kisha akarudisha simu mfukoni, akaendelea kusimamia kasino hiyo ya shemeji yake, ambaye hakuwa na mzaa na biashara yake hiyo ambayo inamuingizia mabilioni ya fedha. Sasa asubuhi na mapema simu ya Martin ilikuwa inaita kwa mtindo wa vibration. Hakutaka kuipokea kutokana na uchovu aliokuwa nao wa usiku wa jana, ukichanganya na misukosuko ya kituo cha polisi.
ulimfanya aone yani simu hiyo kama kero tu. Bila kuangalia mpigaji nani, akaizima ili apate usingizi wa kutosha. Aliamka saa 7 mchana, uchovu ukiwa umepungua kwa kiasi chake, ndipo alipokumbuka kuwasha simu yake. Mlio wa message mbalimbali kuingia ukasikika, akaanza kusoma message moja baada ya nyingine. Message moja ilimchukua na kufanya awe makini sana. Iliandikwa kwamba Martin, mimi ni Monica, tafadhali sana nitafute na naomba unisamehe kwa kila kitu. Nataka kujua hali ya mtoto. Mapigo ya moyo wa Martin yakashtuka sana. Akakumbuka usiku wa jana alipokutana na Hassan Ukwaju na kumpa taarifa za Monica kumtafuta. Sasa hilo halikuwa shida. Shida ilikuwa ni kuvuja kwa taarifa. Aliamini hali ingekuwa kosa kubwa sana kwa mtu yote kujua kwamba yeye ana mtoto. Kwa maana nyingine alikuwa tayari amevunja masharti kwa sababu hautaki kuwa na mtoto. Mali utapata, pesa nini utapata, lakini mtoto hautakiwi. Kipindi cha nyuma alivyopewa sharti hilo alishtuka sababu si alikuwa na mtoto ambaye mara ya mwisho alimtelekeza kwenye daladala. Siri hiyo bado alikuwa nayo mwenyewe na hakuwa na uhakika kama watu hatari waliompa masharti wanajua au la. Message ya Monica ilimvuruga na kumfanya akae kwenye kingo ya kitanda kwa mara nyingine, akifikiria kuua ili siri yake hiyo sifanyeje isivuje. Jasho lianza kumtoka. Swala la kuua lilikuwa ni bora kwake kuliko kufilisika. Akasema kwamba unimpatie hela ili siri isivuje. Lakini hapana, inabidi Monica afe. Sitokubali kurudi nilipotoka. Martin aliwaza hivyo na alipitisha hoja hiyo. Sasa Martin baada ya kuwaza hivyo, hapo alimtafuta Monica hewani ili kujua kwanza nini anahitaji na yupo wapi. Hapo ndipo angepata mwanya na kumrahisishia kazi yake ya kuua. Victoria bwana alikuwa katika masikitiko makubwa sana. Moyo wake ulijaa huzuni na kufanya sasa akumbuke matukio mbalimbali akiwa na Curtis. Tena wakiwa maeneo mbalimbali. Hiyo sasa ilimfanya kila akishtuka anamwaga machozi. Madaktari walazimika kumchoma sindano usingizi, lakini baadaye wakashauriana tu waachane na biashara hiyo kwani ingemwathiri sababu alikuwa ni mjamzito. Wakamwacha kama alivyo. Sasa mwinjilisti akatumwa hospitalini hapo ili akamjulia hali muumini wake. Vicky alivyozinduka akakumbana mwinjilisti Margaret Mush. Taswira na kumbukumbu ya kuwatimua watu hao kutoka kanisa la Mchungajeze ikamjia. Akajikuta analia na kujuta, akijilaumu kwa kukubali shetani kumuingia kirahisi na kizembe. Vicky alianza kuomba msamaha kwa kibujiko na machozi. Akaambiwa soko sala lako Vicky. Hivi unajua maana ya jina lako? Akaambiwa maana ya jina lako ni ushindi, kwa hiyo usilie. Akili ya Vicky haikuwa hapo wala mawazo yake yani hakuwa hapo. Venance akambia kichwani pamoja na Curtis pia. Alishusha pumzi ndefu na kubaki analia tu. Usiku huo Vicky airuhusiwa lakini kwa uangalizi maalum. Hairudi nyumbani na ilipofika nyumbani nyumba ikamkumbusha kumbukumbu nyingi sana. Vicky hakuwa anawajua ndugu wa Curtis isipokuwa rafiki yake mmoja tu anayeishi Canada. Akamtumia message. Message ilijibiwa tu kwamba okay. Ajisikia uchungu sana. Hakuamini mchana wa siku inayofuata alisikia kelele za helikopta. Hakuwa na uhakika kama ipo karibu, lakini alishtuka kupitia dirisha la Wanisa akaona helikopta inatua nje. Wakashuka wazungu watatu. Hawakutaka kujua kitu kingine zaidi ya kutaka tu kujua mwili wa Curtis upo wapi na walitaka kuondoka nao siku hiyo hiyo. Basi Vicky akasema lakini ni mume wangu. Akaambiwa sijali mama kama ni mmeo. Ulitokea mzozo wa sekunde 10 nzima. Vicky alivyoambiwa aonyeshe cheti cha ndoa hakuwa nacho. Alijisikia uchungu lakini hakuwa na jinsi. Akawapa namba za hospitali ya Aga Khan. Wakaingia ndani ya helikopta na kuondoka zao. Baadaye Vicky akapigiwa simu. Yaani alipigiwa simu na hospitali hiyo ili atoe ruhusa. Hakuwa na jinsi. Akakubali mwili wa Curtis uondoke. Vicky akazidi kuumia moyo. Sasa sauti upande wa simu ilisikika ya kwamba pole na msiba. Ni sauti ambayo haikuweza kumtoka kabisa. Ni Philbert Makala. Hakujibu chochote zaidi tu kumkatia simu. Kwa upande wa Martin, alipanga kuonana na Monica kwenye hoteli fulani hivi. Aliamini kukaa eneo hilo lilikuwa ni tulivu sana na ungeweza kuelewana vizuri tu. Lengo la kutaka kumuua kwanza
alilitoa akilini mwake. Alitaka kwanza ayasome mawazo yake. Pamoja na hayo yote, alitafuta watu wamfuatilie Monica. Kama ikitokea akiondoka baada ya kuonana, ajue chochote kinachoendelea kwake. Hilo lingemrahisishia kazi kwa kujua anapoishi. Basi Martin alifika Tabatabima karibu na hosteli za Mama Rokatare, akaegesha gari nje ya hoteli hiyo, kisha kapanda ngazi mpaka juu kabisa ambapo kulikuwa kuna hewa nzuri na safi kwa binadamu mwenye pesa kama yeye. Alipofika pale aliagiza kinywaji akaletewa. Sasa baadaye Monica akampigia simu akitaka amuelekeze vizuri eneo hilo. Monica akaelekezwa. Baada ya kuelekeza bwana, simu ilikatwa. Monica akachukua bodaboda. Kichwani sasa akimfikiria Martin ametoa wapi pesa. Alihisi kujuta mno kipindi cha nyuma alivyokuwa anamdhalilisha na kumdhalau. Pengine angevumilia, angekuwa wote wanalea mtoto wao, ambaye kujua yupo wapi kwa wakati huo, kwa sababu eneo ambalo alitajua kwenda, alijua kabisa pale ni la hadhi ya juu sana. Dakika 10 baadaye pikipiki kawa imesimama nje ya hoteli ya gorofa. Monica kawaza vitu mbalimbali. Hakuwa na uhakika kama Martin alitaka kulala naye, ndio maana akamuita katika hoteli kubwa kama hiyo. Hata hivyo alikuwa tayari kufanya hivyo. Alikuwa yupo radhi kumpa penzi Martin na pengine kuomba msamaha ili warudiane wale mtoto. Dereva bodaboda akasema kwamba sister, tumefika au sio hapa? Monica akasema sorry kakangu, mimi mwenyewe hapa nisipajui. Basi bodaboda akasema mpigie simu asamulize vizuri. Monica akatoa simu na kumtafuta Martin. Dakika moja ya kuisha akatokea mwanaume mmoja akampa dereva pikipiki ujira wake, kisha akamwomba Monica amfuate. Wakaanza kuongozana, Monica akiwa nyuma mpaka juu kwenye mgawa. Sasa Martin alimshukuru yule mhudumu akamwambia asante mkuu, kwa sababu yeye ndo alimtuma akamchukue Monica nje. Akazama mfukoni na kumpa shilingi 10,000 kama asante. Monica akaliona tukio hilo bila kusema chochote, akavuta kiti na kukaa akimwangalia Martin jinsi alivyokuwa na muonekano wa mtu mwenye hela, tofauti na mwanzo alivyomwacha amechoka hana nuru. Martin akasema karibu Monica. Basi kabla kujibu mhudumu akawa amefika. Monica akasema naomba chips kavu. Martin akasema hapana, mletee chipsi na makange ya kuku. Martin alivyomwangalia Monica, picha msichana huyo kumdharau ikamjia kichwani. Namna alivyofika ofisini na kumharibia kwa bosi wake kibarua kikaa kimoto nyasi, akatabasamu tu kwa namna ya kupindisha mdomo wake kwa dharau. Nisamee Martin. Niambie hivi kwa nini unanitafuta, yani una shida gani? Kwanza naomba unisamee sana. Najuta mno. Mimi nishakusamea tayari, ndio maana nipo hapa na wewe. Sawa, mtoto anaendeleaje? Mtoto alifariki. Martin akajibu huku sasa akimwangalia Monica machoni bila kupepesa. Martin, naomba unisamee, najua ulikasirika sana na hutaki hata nimuone mtoto. Kwa nini kudanganya? Alifariki kweli? Martin akajibu akiwa serious. Maana Monica alijua kwamba Martin labda anatania. Kwa hiyo ndicho kilichokufanya nitafute? Hilo ni moja wapo, kubwa zaidi ni kukuomba msamaha. Nishakusamehe. Vipi kuhusu mtoto? Monica, naomba usinikumbushe basi kidonda na machungu tafadhali sana. Sitaki kukumbuka kabisa. Monica alitulia, lakini kupitia macho ya Martin alijua kabisa habari hizo hazina ukweli. Martin Charamila alikuwa akiyapima mawazo ya Monica baada ya kumjibu kwamba mtoto alishakufa. Alichotegemea kilikuwa tofauti, kwani Monica alikomaa. Hakutaka kuamini maneno yake hata kidogo. Aliamini kabisa mwanamume huyo anamchukia na bado ana kinyongo naye. Matendo mbalimbali, hususan namna alivyomtelekezea mtoto huyo nyumbani kwake, ilimfanya ajute kwa 100%. Ilikuwa ni laana. Hilo pekee ndilo ilimfanya mpaka amfuate Martin amombe msamaha, akiamini kwa kufanya hivyo angeondoa nuksi na laana aliyoachiwa. Kama mama aliamini kabisa kwamba alifanya makosa makubwa sana, ndio maana taratibu akaenda chini na magoti akapiga na kuanza kutembea mpaka upande aliokaa Martin, akamshika miguu na kumomba msamaha. Simama, unajua unanichoresha hapa Simama Monica. Alichokifanya Martin Charamila baada ya kuona fedha hiyo, alisimama na kuishika mikono ya Monica, akamuinua na kumkalisha juu ya kiti. Hakuelewa mjibu nini mwanamke huyo aliyemganda na kutaka kumharibia ugali wake. Wazo la kufirisika baada ya siri yake kuvuja lilimfanya atake kumuua Monica. Monica, nimekusamehe. Asante, lakini kwa sharti moja. Wiki ijayo nitakwambia wapi pa kukutana na nitakuwa na mwanao.
Asante sana, kwani yuko wapi? Yupo Uturuki. Kimya kifupi kikajitokeza baada ya chakula kufika mezani. Hawakutaka mhudumu ayasikie mazungumzo yao. Hivi siku hizi unaishi wapi? Mtoni kwa Azizi Ali huko. Okay, unaishi na nani? Kwa dada yangu tu. Nani yule? Agata. Oh yes, Agata yupo. Ndio yupo. Kuna fanya shughuli gani siku hizi? Nipo tu Martin, yani maisha yangu yamekuwa magumu sana siku hizi. Monica alijifanya kutia huruma. Alikuwa yupo tayari kwa lolote atakalosema Martin. Ndio maana alimwangalia kwa macho fulani hivi ya kimahaba. Monica aligundua kwa Martin kuna ziada imeongezeka kwenye mwili wake. Alikuwa na kitambi fulani hivi cha pesa kilichofanya sasa shati alovaa limkae vizuri. Hivi umeoa? Bado. Sasa unasubiri nini sasa? Hela unayo, wewe ni handsome pia. Monica alianza kujitongozesha taratibu akiamini bado Martin angempenda. Basi baada ya story 2-3 wakawa wameshamaliza pale kwa ajili ya mambo ya chakula. Martin akamwambia kwamba shika hii utafanya nauli na usinipigie mpaka nitakapopigia mimi. Martin alitoa shilingi 100,000 na kumkabidhi. Sasa akisimama akamuita mhudumu na kulipa bili yote na kumwacha Monica ameatumbua macho tu. Kwake hiyo pesa ilikuwa ni kubwa sana. Alijisikia vibaya na aibu kwa kitendo hicho ambacho kwake kilikuwa ni cha kinyama sana. Sauti kutoka nyuma yake ilimshtua. Akimwambia kwamba vipi bosi? Alikuwa ni Omari aliyemtuma kumfuatilia Monica kila anapoenda. Safi tu. Vipi? Safi, kazi inaendeleaje? Omi, endeleeni, nataka kujua anapoishi. Basi sawa bosi, haina shida. Martin Chalamila aliingia ndani ya gari akiwa mwingi wa mawazo kuhusu mtoto wake ambaye alimtelekeza ndani ya daladala. Kwa upande fulani alianza kuhisi kuumia. Hata hivyo alitaka pia kumtafuta mtoto huyo ili amuue pia. Bado alitamani kuwa tajiri, kwa hiyo hakutaka kufilisika hata kidogo. Sasa upande wa pili simu ilisikika ikiuliza kwamba uko wapi Martin? Alikuwa ni Jaffe, yupo kwenye line. Martin akasema nipo Tabata. Jaffe akasema okay, kesho nisindikize sehemu fulani hivi, una nafasi? Martin akasema nitakuwa na nafasi, usijali. Na msikilizaji, mbele kulikuwa na gari aina ya Land Cruiser, nyuma yake ilifuatia Prado pamoja na Costa iliyobeba watu wanaoimba na kuabudu. Ulikuwa ni msafara ambao watu waliokuwa wanautizama walielewa kabisa kwamba ulikuwa ni wa kanisa, ingawa haukujua ni wapi. Ndani ya Prado, nyuma upande wa kushoto alikaa Vicky akiwa na mimba yake inaonekana. Ilikuwa ni furaha kubwa sana kwake kurudi na kumpokea Yesu Kristo. Mdoto alimshukuru Mungu kwa kuendelea kumpigania katika maisha yake. Wakati mwingine alitabasamu na kufarijika, akajisi ni kama yeye ni last born wa Mungu. Msafara huo uliishia nje ya geti jeusi kubwa. Likafunguliwa, magari yote yakaingia huku waumini wakiwa ndani ya Costa wakisifu na kumwabudu Mungu. Basi walipokelewa na mkuu wa kituo hicho aliyejitambulisha kwa jina la David Mwasha. Watoto wote katika kituo hicho walikuwa wamependeza na mabasi makubwa mawili yalikuwa kando. Ilikuwa ni wazi kabisa kuna safari ilikuwa wanaenda. Mchungaji Eze pamoja na mwinjilisti wake wakaingia ofisini na kuwapongeza viongozi. Sasa wakaelezwa ya kwamba wawekezaji, kusema ukweli tunashukuru Mungu, na hapa ninavyokuambia watoto kuna safari wanaenda. Kaambia Mungu ni mwema. Kama tulivyoongea kwenye simu, kuna vyakula tumeleta na baadhi ya sadaka fungu la 10 tumeamua kuja kutoa hapa. Ninaamini itawasaidia watoto hawa. Waamini wengine walikuwa nje wanazungumza na watoto akiwemo Vicky. Vicky alipiga kelele na kukaa chini huku akiwa ameshika tumbo. Alisema tu Yesu wangu. Hiyo ni baada ya kumuona mtoto mmoja ambaye alimfananisha. Ikapelekea sasa mtoto wake aliyekuwa tumboni ampige teke kwa nguvu na kumfanya sasa akae chini kidogo. Mama mmoja akauliza kwamba mtumishi upo salama kweli? Alimuuliza hivyo, akamkalisha kwenye kiti. Baada ya kumuinua akasema ndio, mtoto tu kanipiga teke, kaniumiza. Akaambiwa pole sana. Macho ya Vicky yakubanduka kwa mtoto huyo ambaye alifanana kila kitu na Martin. Na pengine hata kutembea alifanana naye, ingawa hakutaka kulipitisha jambo hilo moja kwa moja. Basi akamuita na kuanza kumuuliza maswali. Akamwambia unaitwa nani? Mtoto akasema Jacobo. Jacobo nani? Mtoto akasema babangu mimi simjui, lakini Auntie Ceci ameniambia babangu ni Mungu yupo juu. Vicky akasema mbona umependeza hivyo? Mnaenda wapi na wenzio? Jacobo akajibu ya kwamba sijui, lakini
Uncle Jaffe anakuja kutuchukua. Akauliza Uncle Jaffe ndo nani? Mtoto akajibu anakujaga kunitembelea lakini ametuambia leo tutatoka. Afu mbona una tumbo kubwa unaumwa? Vicky alitabasamu na alimpenda mtoto Jacobo, namna ambavyo alivyokuwa anajua kujielezea. Pamoja na hao yote alimfananisha na Martin. Katika kumhoji maswali, katikati ya maongezi Jacobo akashangilia kwamba Uncle Jaffe. Ilibidi Vicky sasa ageuze shingo upande wa Jacobo ambao anaangalia na kushangilia. Akaona range yenye rangi nyeupe ikiwa imeandikwa Jaffe, yani plate number imeandikwa Jaffe. Akalisindikiza kwa macho mpaka katika maegesho, bado akawa analiangalia gari hilo akitaka kumuona huyo Jaffe. Mlango ulipofunguliwa akashuka mwanaume mrefu mwembamba, lakini upande wa pili ulimfanya Vicky awe makini zaidi. Hakuwa na uhakika kama ni Martin Chalamila ama anamfananisha. Akawasindikiza kwa macho mpaka walivyoingia ofisini kwa mkuu wa kituo hicho cha watoto yatima. Hiyo ndio ilikuwa ni siku ya kuwatoa watoto 50 kafara. Ilikuwa lazima kafara ya damu ifanyike. Ndio maana Jaffe alifika kituoni hapo, ambapo kabla yake alitanguliza mabasi ili watoto wapande. Kila kitu kilikuwa kimepangwa, kuanzia michoro ya ajali na namna watakavyowachukua watoto hao kuzimu ili wanywe damu. Jaffe alishobokewa sana na kila mfanyakazi wa kituo hicho. Waliamini kabisa lazima awaachie pesa kidogo. Basi bwana, mkuu wa kituo David alitoa utambulisho akasema kwamba mtumishi wa Mungu huyu anaitwa Jaffe, naweza nikasema ni mdhamini wa kituo hiki, kwa hiyo naweza nikasema ni kama malaika. Mkuu wa kituo ndo alitoa hivyo utambulisho na kumwagia sifa kede, ambaye Jaffe alikuwa amekata kwenye sofa amekunja nne, anachezea tu simu hata habari. Basi akaambia mheshimiwa Jaffe, hawa ni waumini wamekuja kuleta chakula. Nimefurahi sana kuona uwepo wenu mahali hapa. Jaffe alichukizwa na ujio huo wa wachungaji mahali hapo. Kwanza walimpotezea muda wake, afu cha pili alihisi kuishiwa nguvu mwilini. Hakuelewa kwa nini, lakini alidhani labda ni pressure ya kupanda tu. Akatoka nje ili apunge upepo, akiamini angerudi ndani wachungaji hao na waumini watakuwa tayari wameondoka ili atimize mipango yake. Vipi? Mwanangu muda unaenda tu. Kuna umekuzuia ama? Wewe. Unajua mimi siwezi kuwatoa kienyeji. Au mimi niende kuwaomba watoto ili wao waendelee na maongezi yao. Utakuwa umefanya la maana mwanangu. Asa Martin alipogeuka ili arudi ofisini kuzungumza na uongozi wa kituo hicho, watoto waanze kuingia kwenye mabasi, akajikuta ameagandisha macho yake kutokana na ambacho alikuwa anakitazama. Alibaki kama sanamu vile, hakuelewa ni kweli ama amemfananisha Vicky. Ulikuwa ni umbali wa mita 50, ndio maana alimuona vizuri kabisa Vicky. Wote wakatazamana kupitia macho. Na kuna mambo ni kama walizungumza, kila mtu alitaka kumuita mwenzake, lakini sasa Martin akaanza kutembea taratibu mpaka alipomfikia Vicky. Alikuwa amekaa pamoja na Jacobo. Vicky akaita Martin. Aliita taratibu huku sasa akisimama wima, akimshangaa Martin kama mtu anayesoma tangazo. Martin mwenyewe aliita Vicky. Vitu vingi sana vilipita kichwani kwake, akawa ni kama amepigwa na shoti ya umeme. Alibaki anamtazama Martin aliyekuwa mbele yake amesimama, akahisi mdomo wake mzito na hakuelewa aseme nini kwa wakati huo. Vicky, unaendeleaje? Mimi naendelea vizuri, unafanya nini hapa? Nimekuja tu kuwatembelea watoto hapa. Kwa hiyo ndio hivyo. Alafu vipi, shemeji mzima? Swali hilo lilimfanya Vicky angalie chini kwa huzuni. Alikuwa ni kama ametonoshwa kidonda kilichoanza ukauka. Ni historia ndefu lakini alifariki. Mungu wangu, pole sana bwana. Picha ya Vicky kuvalishwa pete ya uchumba huku akiwa na Lilian Muhando ndani ya ukumbi maarufu uliokuwa Posta ikamjia kichwani. Hivi ndio yule Black America wa siku ile? Yes, ndio yeye. Maskini aliumwa. Ana hadithi ndefu Martin. Kabla kumaliza sentensi yake, Jacobo alifika mahali hapo na kumshika mkono Vicky. Sasa Jacobo akasema nikuletee pipi. Vicky akamwangalia kisha kumtizama Martin akijua kabisa labda alifika mahali hapo kumwangalia mtoto wake, lakini Martin hakujigusa. Hivyo unajua kwamba umefanana na huyo mtoto? Sio kweli. Kwani una watoto wangapi siku hizi? Sina hata moja. Vicky alitulia kidogo. Taswira ya picha Martin akiwa na mtoto siku moja alivyomtembelea kwake ikamjia kichwani. Tena akiwa na mwanamke mwingine. Hata hivyo hakusema chochote, akamezea tu.
Sasa unasubiri nini? Sijampata bado. Uongo, sio kweli. Karibu kanisani kwetu. Nitakuja, usijali. Karibu Jumapili, chukua namba zangu. Martin akapokea simu ya Vicky, akaandika namba zake. Afu mbona namba zako ninazo? Martin alipopiga simu, namba ya Vicky kasoma juu ya kioo. Wakabaki wanatazamana tu. Kila mtu ilielekea alikuwa na mengi na anakumbuka mambo yaliyopita, bado hawakuelewa kama walikuwa katika njozi ya kutisha au la. Asa sauti ya Jaffe ikamshtua Martin. Alimuita Martin. Akageuka upande wa pili na kumuona Jaffe anampungia mkono kama ishara ya kumuita. Asa Vicky, tutawasiliana. Haya, uje kanisani. Sawa mtumishi. Martin akaweka utani wote, wakajikuta wanatabasamu. Alimsogelea Jaffe na kumsikiliza. Oya, tayari watoto hapo tayari kwenye gari bwana. Basi sawa. Mchungaji Eze baada ya kutoa msaada walifumba macho na kuomba. Sasa bwana, mabasi mawili yaliyobeba watoto kutoka katika kituo cha watoto yatima yalikuwa katika kasi ya ajabu. Yaliongozana moja mbele, jingine nyuma, na ilielekea madereva waliwekeana ligi, kwani huyu akimpita yule mwenzake anachochea na kumpita mwingine. Ilikuwa ni hatari, lakini wao walifanya kama mchezo. Basi dakika 10 mbele, kwa sababu baada ya hilo tukio ile la kupishana nini kwa kushindana barabarani, ilikuwa ni hatari sana. Walinusurika kama mara 2 hivi kupata ajali maeneo ya Mlingotini baada ya kuipita Bunju. Kwa hiyo dakika 10 mbele wingu likaanza kuwa zito sana. Haikuchukua hata sekunde 2 mvua kubwa ikaanza kunyesha na kufanya sasa ukungu kwenye vyoo. Kulikuwa kuna honi ya gari kubwa ambayo ilikuwa imebeba petroli. Jambo hilo sasa lilimfanya dereva wa basi lililobeba watoto angalie vizuri. Mshtuko wake ulikuwa mkubwa baada ya kuona lori hilo aina ya Scania lipo upande wake. Akakanyaga breki za ghafla, lakini alikuwa amechelewa. Kilichosikika ilikuwa ni mikwaruzo tu wa tairi, na kilichosikika kilikuwa ni kishindo kikubwa. Nyuma yake kulikuwa kuna basi lingine lililobeba watoto pia. Dereva huyo alivyoona mwenzake sasa akapiga breki za ghafla, na yeye akaweka mguu kati, gari ikapiga msele na kuzunguka kama mpira. Upande wa pili kulikuwa kuna lori jingine lililokuwa limebeba mbao. Lilikuwa katika mwendo wa kasi sana. Basi likagonga ubavuni na kuburuza vibaya sana na kubiringika mara 4. Ilikuwa ni ajali mbaya mno. Msikilizaji, juu ya lami kulikuwa kuna nyama pamoja na damu ambazo zilikuwa zimetapakaa kila mahali. Mabasi yalipondeka na kusababisha damu kugandia. Vichwa pamoja na mikono vilikuwa chini vimekatika. Ilikuwa ni ajali mbaya. Yaani kama una roho nyepesi usingeweza kuangalia ama kula nyama siku hiyo. Wakina mama waliweka mikono kichwani, wengine mdomoni. Sehemu hiyo ilizungukwa na watu wengi wakitaka kushuhudia tukio hilo la kusisimua. Wengi walionekana kuguswa sana na ajali hiyo mbaya iliyochukua sura mpya. Waandishi wa habari walifika eneo la tukio, lakini polisi waliweka ugumu kidogo, wakitaka wasichukue kwanza matukio mpaka watakaporuhusiwa. Basi hakuna askari wala mwananchi yoyote yule aliyejua undani wa ajali hiyo. Kulikuwa kuna ulimwengu mwingine wa giza ambao kwa upande wao ilikuwa ni sherehe kubwa sana. Walifurahi kupata lita nyingi za damu na kumpongeza Jaffe kwa kutekeleza agano hilo ambalo walimhakikishia utajiri wake utaongezeka mara 3 zaidi ya aliyokuwa nao. Ilikuwa ni kama bingo, na aliwahakikishia kwamba asingeweza kuangusha kamwe. Sasa bwana, ilikuwa ni taarifa iliyoleta simanzi kubwa ndani na nje ya nchi. Vifo vya watoto hao katika kituo cha watoto yatima viliibua majonzi makubwa. Waandishi wa habari waliripoti na kufanya mpaka viongozi wa nchi kutoa pole na kuwatahadharisha madereva wawe makini barabarani. Martin alikuwa nyumbani kwake siku hiyo. Yupo sebuleni tu ndipo taarifa hiyo ilimfikia. Kwa mara ya kwanza alijikuta moyo unamuuma. Yaani hakuelewa hata ni kwa nini. Ghafla picha ya Jacobo ikamjia kichwani, namna alivyokuwa anamuuliza maswali akiwa na Vicky. Taswira hiyo ilimfanya ajisikie uchungu. Mbaya zaidi, mhusika alikuwa ni Jaffe, rafiki yake wa karibu. Nusu saa baadaye simu yake kaita. Alipoangalia kwenye kioo akaona jina Vicky. Akaipokea na kuweka sikioni kwa haraka. Vicky akauliza Martin, "Unaweza kuamini kwamba wale watoto wamepata ajali?" Vicky alizungumza kwa simanzi, tena akionekana na machozi yanamlengalenga, kwani muda mfupi alikuwa na watoto hao. Hata mwenyewe sura ya Jacobo ilivomjia alijikuta anaumia zaidi. Basi Vicky akauliza, "Kwa wapi Martin?" Martin akasema, "Nipo nyumbani."
Vicky akasema vipi, naweza kuja nikaja ukanisindikiza kituoni pale? Martin akasema sasa hivi? Vicky akasema ndio, au upo na wifi? Martin akasema hapana, unaweza kuja tu. Basi Martin alijikuta na kubali, lakini aliwaza mara mbili kama amechukua maamuzi sahihi licha ya watu hao kuwa na mahusiano hapo nyuma, lakini Martin hakuwa na hakika kama bado moyo wake upo kwa Vicky. Kwenye swala la mapenzi aliweka kando kwanza. Kitu cha kwanza katika maisha yake ilikuwa ni pesa. Alikuwa busy kiasi kwamba hakuelewa mara ya mwisho alifanya hilo jambo ni lini. Na wakati mwingine alidhani labda maagano aliyofanya yalimpunguzia nguvu za kiume. Martin akiwa katika mawazo mazito, akiwa bado anaitazama ajali ya watoto yatima na maisha yake yanavyoenda, ghafla picha ya Vicky ikamjia kichwani. Alivyopataga ajali mbaya na kufariki dunia. Ilikuwa ni siku ya harusi yao. Isingekuwa ajali ile, huenda leo wangekuwa na watoto na familia bora. Ghafla akamkumbuka Lilian, msichana mrembo ambaye alimuua kisa tu aliambiwa ana mimba yake. Simu ilimstua na mpigaji alikuwa ni Vicky. Akakumbuka kwamba alizungumza naye muda mfupi uliopita akitaka aelekezwe sehemu anaoishi. Watoke wote waende kituo cha watoto yatima. Na ilikuwa ni usiku. Sasa Martin akasema kwa nini tusingesubiri mpaka asubuhi? Vicky akasema hapana Martin, twende leo tena sasa hivi. Roho wa Bwana ananiambia nifanye hivyo. Martin akasema Roho wa Bwana ndio nani? Vicky akasema Martin, siku hizi hata usali tena. Martin akasema sorry, nilikuwa na mawazo. Ngoja basi nikutumie message ya kuelezea kwangu. Basi Vicky mwenyewe alimjibu ya kwamba sawa, nishajiandaa. Vicky alikuwa ni mpweke. Pamoja na hao yote, ajali ya watoto yatima ambao muda mfupi tu ama masaa machache alikuwa nao ilimtia simanzi sana. Kwake ilikuwa ni pigo kubwa. Akapiga magoti na kumwomba Mungu. Wakati mwingine alimlaumu Mungu kwa kuruhusu hayo yatokee. Basi baada ya kuelekezwa pale, message kutoka kwa Martin iliyomuelekeza nyumbani kwa Martin ilimfanya amtafute dereva taksi, kwani hali yake ya mimba angeshindwa kuendesha gari kabisa, afu kuzingatia alikuwa ni mwenye mawazo sana. Basi baada ya kumpata pale, baada ya 40 nzima, yule dereva taksi alifika, akaingia ndani ya taksi na safari kwenda kwa Martin ikaanza. Taksi aliyokuwa anaendesha huyo dereva anayeitwa Shotora ilipaki nje ya geti kubwa lenye taa za kisasa juu ya maeneo ya Mbezi Beach. Basi Martin alitoka na kumpokea Vicky, akamwambia karibu. Vicky akasema asante. Sasa Vicky alisema sasa kiteremka kutoka ndani ya gari. Akamtazama yule dereva ambaye kuna kitu alikuwa anajiuliza ndani ya kichwa chake. Alisoma mawazo yake sababu alimjua pia Curtis Bernard. Ni wazi kwamba swali lilokuwa anajiuliza, imekwaje Curtis amekufa hata mwezi bado alafu anahangaika na mwanamume mwingine zaidi? Na hilo alilitazama. Maana huyo dereva alihisi ya kwamba Vicky labda ameenda kwa mchepuko, na huyo dereva anamfahamu Vicky kwamba mwanamume wake alikuwa ni Curtis. Mbaya zaidi Vicky ni mlokole. Iweje hata mwezi hujapita au siku chache zijapita tayari Vicky kaanza kuwa na michepuko? Basi Vicky akasema ni rafiki yangu, nitakupigia simu Shotola, kuna dharura nimepata. Vicky akajihami bila kuulizwa swali. Akajikuta tu anajitetea. Kwa kuwa Shotola dereva taksi hayakumuhusu, alipokea ujira wake na kuondoka. Basi Vicky aliteremka ndani ya gari akiwa na pochi yake kwenye kwapa, yani kipima joto. Akatizama kuna kule na kuvuka upande wa pili ili amfuate Martin Chalamila, kisha waende kuangalia kinachoendelea kwa watoto yatima. Lakini kadri alivyozidi kupiga hatua kumsogelea Martin, moyo wake ulikuwa ni mzito sana. Kitendo cha kufika kwenye geti la Martin, akahisi ni kama amepigwa na shoti ya umeme. Basi hapo ndipo taa nyekundu ikawaka kichwani kwake. Akaanza kukemea ndani ya moyo wake, akimwomba Mungu amzidishie ulinzi. Akajikuta anasali. Sasa Martin akajikuta anatambua kwamba Vicky, toka kwangu, ondoka kwangu, ondoka. Alihisi ni kama kuna mishale inamchoma sehemu ya mbavu baada ya Vicky kuanza kusali. Pamoja kutumia nguvu nyingi, alivyomshika Vicky ili amsukume atoke nje, akahisi kama amepigwa na radi, akadondoka chini. Sasa Vicky akaelewa nini maana yake. Akaanza kushusha maombi, lakini akiwa katikati ya maombi, vitu mbalimbali vilimtokea, huku sasa vikimtisha, lakini alikomaa katika maombi. Upepo mkubwa ukaanza kuvuma na radi ikawa sasa inawaka. Yoyote aliamini ni mbinu za ushetani. Upepo ulizidi kuvuma na kufanya mpaka aanze kurudi kinyume mpaka kwenye geti. Sasa upepo ulivyotaka kumtoa nje, akashika geti. Mimba aliyokuwa nayo tumboni ilimfanya sasa awe mzito kwa kiasi cha kutosha. Hata hivyo, maombi alizidi na ukemea pia kulizidi. Kuna kitu kisicho cha kawaida Vicky alikiona.
Alimwona mtu mwenye kucha ndefu, amekonda na nywele ndefu, anatokea mlangoni kwa Martin, akiangalia kuna kule. Jambo hilo sasa limfanya Vicky azidi ukemea, na hapo Roho Mtakatifu akamuingia, akaanza kunena kwa lugha. Upepo mithili ya kimbunga ukazidi kuzunguka kwa nguvu na kasi mpaka gauni alikuwa amevaa likaanza sasa kupeperuka. Ingawa Martin mwili wake ulikuwa umelala eneo hilo, lakini kiroho hakuwa hapo. Mume mmoja mwenye nguo nyeupe alimfuata na kumchukua na kupaa naye huko. Walifika sehemu kama yenye bari hivi. Mtu mwenye nguo nyeupe akarusha yai kisha akamshika Martin, wakaingia ndani ya bari. Yule mtu akamwambia kwamba adhabu yako ni kifo. Umekosea masharti, ili ubaki na siri yetu lazima tukuue. Maneno hayo aliambiwa na mume huyo akiwa amekasirika kwa kiasi cha kutosha. Mkononi alikuwa ameshika panga, alafu kando kuna mtoto mchanga alikuwa analia kwa sauti. Ulimwengu huo ulimtisha Martin na hakuelewa kama amekufa ama yupo kwenye ndoto ya kutisha ambapo baadaye angeshtuka. Basi panga likainuliwa juu ili Martin akate kichwa, ikiwa ni kama adhabu yake. Kabla panga lijafika kwenye shingo ya Martin, likatokea kama tetemeko fulani hivi kubwa sana. Sasa watu wa ajabu na wakutisha wakaanza kudondoka chini, huku wakilalamika kwamba wanakufa. Martin alishtuka, mgongo ulikuwa unamuuma pamoja na shingo. Jasho jingi lilikuwa linamtoka. Mbele yake alimuona Vicky anasali, amefumba macho, anakemea. Pembeni alimuona mskule aliyemweka chumbani kwake. Alipotaka kusimama, nguvu zikamwishia. Yalikuwa ni maombi yaliyomtoa katika nguvu za giza, na Vicky alimsogelea mskule yule na kumwombea pia. Sifa na utukufu akampa Mungu. Kuanzia siku hiyo Martin hakukauka kanisani. Ndoto za kutisha zilimtesa. Alimuomba Mungu sana na kusali sala ya toba. Akatoa shuhuda kanisani na namna alivyomtelekeza mtoto ndani ya daladala siku moja baada ya maisha kumpiga. Hakuishia hapo. Alilia sana baada ya kukumbuka namna alivyomuua Lilian Mhando. Jambo hilo limtesa mno. Akiwa tayari kashatoa shuhuda huo, mwanamke mmoja akasimama, akamwendea Martin na kumuomba waongee kidogo. Na hapo ni baada ya misa kuisha. Ni kweli neno lilivyoisha walitafuta sehemu wakaongea. Basi yule mwanamke alimwambia kwamba naitwa Makuna Peter. Nilikuwa nasikiliza ushuhuda wako. Mimi ndio yule dada uliyeniachia mtoto kwenye daladala. Martin alibaki ameganda. Hakuelewa aseme nini, lakini alibaki amepigwa na butwa. Dakika hiyo hiyo akamuita Vicky. Wakaenda kituo cha watoto yatima ambapo Makuna Peter alisema baada ya kumkabidhi mtoto huyo kituo cha polisi, aliambiwa kwamba alipelekwa kituoni hapo. Kwa hiyo Martin aliumia moyo. Aliomba Mungu jambo analolifikiria lisiwe kweli ndani yake. Akamkumbuka Jaffe alivyowatoa kafara watoto yatima katika kituo hicho. Basi kumbukumbu za Makuna Peter zilikuwa kubwa na aliweza kujielezea kila kitu. Akataja mpaka mwaka na jinsi alivyompeleka mtoto huyo kituo cha polisi. Basi akasema kwamba kipindi hicho tulipokea watoto wawili tu kutoka jeshi la polisi, mmoja Buguruni, mwingine Gongo la Mboto. Akasema ni Buguruni. Akaambia okay, ngoja niangalie mafaili. Dada huyo akasimama na kuangalia mafaili ambapo alichomoa moja. Ndani ya faili hilo kulikuwa kuna picha za watoto wengineo, akaziweka mezani na kuchambua moja baada ya nyingine. Yule mdada alivyoona picha ya yule Makuna Peter, jinsi alivyokuwa kituo cha polisi na anampa mtoto mmoja wa askari, akasema huyu ni wewe? Makuna Peter akachukua picha na kuitazama vizuri, akasema ya ni mimi huyu. Basi akaambiwa kwamba mtoto anaitwa Jacobo. Mapigo ya moyo wa Vicky alienda kasi sana. Kichwa chake kikapata moto. Aisee, butwa lilopigwa Martin Chalamila alikuwa na mfano wake. Picha ya Jacobo akiwa naye siku iliyopita ilimfanya aumie mtima na machozi yalimlenga. Alijikuta anamchukia sana Jaffe na kamwe asingeweza kujisamea, kwani yeye alikuwa na uwezo wa kuzuia asitokee. Martin akashindwa kuzuia hisia zake, akajikuta analia. Akatoa kitambaa na kuanza kujifuta machozi. Basi akasema kwamba katika wanafunzi wote waliofariki yeye ndiye kabaki. Sentensi hiyo kutoka kwa dada aliyewapokea ilimfanya Martin ahisi huenda amesikia vibaya. Akamwangalia kwa macho yanayotaka maelezo. Yule mdada akasema kwenye ile safari alitakiwa awepo, lakini tumbo lilianza kumsumbua. Alivyokuwa chooni mabasi akamwacha. Akauliza uko wapi sasa hivi? Akaambiwa ametoka na Sister Consolata. Vicky alinyanyua mikono juu na kupiga yowe la furaha.
akamkumbatia Martin na kujikuta sasa anambusu na kumshukuru Mungu. Hakukuwa na kipingamizi chochote cha kumchukua Jacobo katika kituo hicho. Walifuata taratibu zote na kukabidhiwa Jacobo. Siku mbili baadaye, Vicky alipokea taarifa za kuhuzunisha sana. Alisikitika, lakini hakuwa na jinsi zaidi ya kumshukuru Mungu tu kwa kila kitu. Aliambiwa kwamba shangazi yako amefariki. Alielezewa kabla ya kifo hicho mama Amy aliteseka sana. Kilikuwa ni kifo cha mateso sana kwake, kwani mwili wake wote ulitoa funza na alinuka. Baada ya hapo akaanza kuoza taratibu. Kila mtu alimkimbia. Wiki moja baadaye wakamkuta nyumbani kwake amekauka. Hakuna mtu yote aliyemzika, kwani kabla ya kukata kauli aliomba msamaha kidai kwamba aliua watu wengi sana kipindi alivyokuwa mshirikina. Kwa hiyo site waliuchukua mwili wake wakiwa na vitambaa puani kisha kumfukia kama mnyama porini. Hawakuwa na muda wa kupoteza bwana. Huo ndio kama mwisho wa mama Amy duniani. Hasa Vicky na Martin baada ya wiki moja walijikuta wamerudi kwenye mapenzi yao. Hakuna mtu aliyemtongoza mwenzake, lakini body language tu ilitumika. Martin akaamua kuokoka na kutubu dhambi zake zote, akiamini Mungu angemsamehe. Ilikuwa ni furaha kubwa sana kwao, na waumini ambao walisimuliwa hadithi ya wapenzi hao wawili sasa wakaamini kwamba true love never die. Martin na Vicky wakawa ni kama mfano wa kuigwa. Siku moja wakiwa kanisani, Defender mbili zikapaki nje ya kanisa. Kila mtu alishangaa, lakini haikuwasumbua. Kitendo cha ibada kuisha tu, askari watatu wakaingia ndani na kumwendea Martin moja kwa moja. Martin akaambiwa, Martin Chalamila upo chini ya ulinzi kwa kosa la mauaji, tafadhali tuongozane. Vicky alia machozi na kumsogelea askari akamwambia, lakini salishatubu tayari. Askari akasema, dada, tunakuomba ukae pembeni tufanye kazi yetu bila kutumia nguvu. Basi askari wakamchukua Martin mbele ya waumini. Hata hivyo Vicky hakukubali na yeye akaomba apelekwe. Defender ikafika mabatini, Martin akashushwa na kuwekwa nyuma ya nondo. Kesi ya Martin ilipelekwa kasi sana, kwani ushahidi wa upande wa pili ulikamilika kwamba yeye ndiye aliyehusika kumuua Lillian. Sasa Martin aliumia zaidi baada ya kusikia Jaffe ndiye aliyemshtaki, sababu tu aliamini angetoa siri zake. Swala hilo sasa lilivomfikia Ima, ambaye alipewa jukumu la kusimamia kesi hiyo na mzee Muhando, alisisimka mwili. Hakuamini hata kidogo kwamba Martin ameua. Sasa siku iliyofuatia asubuhi, badala ya kwenda ofisini kwake, akanyoosha kituo cha polisi Mabatini na kutaka kuonana na Martin. Bado aliendelea kuamini kwamba rafiki yake huyo hajawahi kuua hata panya sembuse binadamu. Basi Ima aliambiwa kwamba sio muda wa kuona watuhumiwa huo. Ima alivyosikia sentensi hiyo akakumbuka ya kwamba penye uzia penyeza rupia. Akatoa noti za shilingi 20,000 na kumpa askari kwa staili ya kumfinyia kwa chini. Askari akasema, nisubiri hapo nakuja. Basi askari huyo akasema huku sasa akisimama. Baadaye Ima akaitwa na kuingizwa ndani ya chumba alichokuwepo Martin. Ima akasema, pole sana na matatizo, naamini utatoka kaka. Nitafanya juu chini nijue aliyemuua Lillian ili wewe utoke. Ima alikuwa akijidanganya tu. Martin alishusha pumzi ndefu. Alimwangalia Ima na kuhisi kutubu dhambi zake zote. Taratibu akaanza kuelezea jinsi alivyoshawishiwa kuingia kwenye ulimwengu wa nguvu za giza na kutoa kafara za damu. Hakuishia hapo. Akakiri kwamba alimuua Lillian Muhando kwani aliwekewa masharti ya kutokuwa na mtoto. Mpaka hadithi hiyo inaisha, Ima alikuwa anatokwa na jasho tu. Alisisimka sana na alijua bila kupambana juu chini rafiki yake angefungwa kifungo cha maisha. Licha ya kusikia hayo yote, lakini alimpa moyo rafiki yake akimhakikishia kwamba angetafuta mwanasheria bingwa ili kesi yake ilegezwe kidogo. Haikuwa utani. Ima alitafuta kampuni yenye jina kubwa sana kwenye mambo ya kisheria, akaunganishwa na msichana mmoja anayeitwa Zarina ambaye ni mwanasheria makini sana. Zarina alimwambia Ima ya kwamba $8,000,000. Unajua mimi nimesoma faili lake, kesi ni ngumu lakini ni nyepesi pia kwangu. Zarina alimwambia hivyo Ima wakiwa ofisini kwake. Ima akasema sawa, nitashukuru sana. Zarina akasema okay. Aliacha alama yote ile, labda nguo ama CCTV kamera? Ima akasema hakuna. Zarina akasema sawa, ulisema walimweka juu ya kitanzi? Yeah. Oh, alivaa gloves. Alivaa ndio. Aliyekuwa naye umesema ni Jaffe ndio? Ndio huyo pia kamgeuka. Ndio. Basi Zarina akawaza kidogo na kuandika kwenye kitabu chake kidogo.
Zarina akasema, sasa nisikilize, na ninahitaji kuongea naye. Lakini hapa kesi itapinduka. Itabaki kuwa vile vile Lilian alijinyonga mwenyewe, lakini Jaffe tutamwandikia barua ya kumshtaki kwa kumchafua Martin. Tutamuita mahakamani atoe vielelezo. Alafu yanayobakia wewe niachie mimi. Basi kesi ya Martin iliingia kwenye mikono ya wanasheria wasomi wanaweza kukabiliana na kesi nzito. Kwa kesi kama hizo kwao ilikuwa ni vyepesi sana. Wakili Zarina akaingia kwenye vitabu na kuanza kusoma vifungu vya sheria mbalimbali na aliamini kabisa kesi hiyo angeshinda. Sasa alichokifanya ni kumwandikia wito wa mahakamani Jaffe kwa kosa la kumsingizia Martin kwamba amefanya mauaji. Kesi iliburuzwa na ilianza kusomwa mwezi mmoja baadaye. Ushahidi wa upande wa mauaji alisimama Jaffe peke yake. Sasa Zarina aliuliza swali ya kwamba, una ushahidi gani? Umesema mteja wangu kaua. Labda una vithibitisho kwamba unaweza kuihakikishia mahakama hii tukufu kwamba mteja wangu aliua? Akajibiwa kwamba tulimchukua pale nyumbani kwake marehemu tukaenda kumpandisha juu ya kitanzi. Zarina akauliza kwamba ilikuwa ni mida gani? Akajibu usiku wa saa 5. Akauliza tena kwamba usiku wa saa 5 ulikuwa unafanya nini kwa Martin? Ina maana na wewe ulishiriki kuua? Akajibu hapana, sijaua bali nilimsaidia zoezi hilo likamilike. Zarina akasema okay, unajua kusoma? Akajibu ndio. Zarina akatembea mpaka kwa Jaffe na kumuonesha tiketi ya ndege pamoja na visa iliyogongwa kwenye hati ya kusafiria. Tarehe hiyo unaosema ulikuwa na Martin, mbona inaonesha kwamba alisafiri, alikuwa Dubai kikazi? Sio kweli, nilikuwa naye siku hiyo. Mkashiriki kuua? Mimi sijaua, ni yeye. Kwa nini ulikaa muda mrefu na siri hiyo mpaka ukaamua kuja kusema leo? Baada ya kuulizwa hivyo, Jaffe alibaki kimya. Ni hayo tu Mheshimiwa Kim. Basi kesi ya mauaji ya Martin ilipelekwa kwa kasi mno. Na kila wakisimama kizimbani, wakili Zarina alikuwa makini kumshambulia maswali. Hiyo sasa ilimfanya Jaffe awe mpole sababu aliamini kivote vile kwa jasho alilofanya hata yeye jela ingemhusu. Kwa ustaarabu na kutumia ungwana akafuta kesi mahakamani. Alitumia pesa nyingi sana kisha akaelekea nchini China akiogopa mkono wa sheria. Asema, nashukuru sana, hakika wewe ni rafiki wa kweli, sikutegemea. Usijali Martin. Lazima nijali. By the way, swala letu lipo pale pale, unakumbuka? Nini tena hiyo? Ulitakiwa kuwa best man wangu kwenye ndoa yangu bwana, Ni kwamba nafunga ndoa mwezi ujao na Vicky. Kaka, habari njema sana hizo. Kwa nini sasa usisubiri ajifungue? Yeye ndio amenipatia ile wazo. Sio mbaya, mimi siwezi kuingilia mapenzi yenu bwana. Cheers. Basi wote walipiga cheers kwa furaha. Siku mbili baadaye mchakato wa harusi ukaanza. Hawakutaka watu wawe wengi sana. Siku moja Martin akiwa katika mishemishe zake akapokea simu kutoka kwa mtu aliyejitambulisha kwa jina la Philbert Makala. Akamwambia kwamba Martin Chalamila, hongera, nawatakia kila la heri na ndoa yenu iwe ya baraka. Philbert Makala alizungumza maneno hayo akiwa uwanja wa ndege anaondoka zake kuelekea nchini Ufaransa. Aliamini kabisa hakuna mapenzi ya kulazimishana, ndio maana akamwacha Vicky kama alivyo ili kutoa mawazo. Kwa hiyo alitaka kwenda nchini humo kwanza refresh mind kisha angerejea baada ya miezi kadhaa. Martin na Vicky hatimaye wakafunga ndoa takatifu siku hiyo na hakuna aliyeamini bwana. Historia yao iliwatoa watu machozi. Vicky alisema kwamba ujue ni darling, nishakufa nikafufuka. Vicky alisema neno hayo wakiwa hotelini usiku. Martin akasema hata mimi nilishakufa nikafufuka. Nakupenda mke wangu. Na nampenda pia mtoto atakayezaliwa. Na huyo mtoto kwa sababu nampenda sana kama mama yake anavyokupenda, huyo mtoto tumuite Curtis ili kumwenzi jamaa. Vicky kusikia hivyo machozi yakamlenga. Akamsogelea mdomoni Martin, akampa chumchum kidogo na hatimaye wakaenjoy penzi lao. Msikilizaji, hapa ndipo mwisho wa hii simulizi yetu ya Vicky, na mimi kuanzia sehemu ya kwanza mpaka hii ya mwisho kuna vitu tutakuwa umejifunza. Kikubwa tu kwenye maisha yako yote, bado unaendelea kupumua, bado kuna vita zinaendelea. Ukishajikishia uwepo wa Mungu katika maisha yako, basi enjoy maisha, lakini sio ya kumweka Mungu pembeni. Vita ni kubwa sana, hasa watu wanaokufanyia mabaya
ni wale ambao upo nao karibu. Yaani ni yule mtu anayekujua. Mtu pia kujua aweza kufanya mabaya. Anayekufanya mabaya ni yule anayekujua. Kwa hiyo God with you. Till we meet again. Tukutane kwenye simulizi mpya zingine zinazoendelea hapa Lucas Lumba Simulizi. Bye bye.